Naam, karibu Mama Mary Rusimbi. Mama Mary Rusimbi ni mtetezi wa muda mrefu sana, mtetezi wa haki za binadamu, lakini utetezi wake ulikuwa umejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba mifumo, sheria, sera zinaboreshwa ili kuweka mazingira sawa, usawa katika taifa letu, hasa tunapozungumza masuala ya usawa wa kijinsia, tukimlenga zaidi mwanamke ambaye kutokana na mifumo, kutokana na historia, kutokana na mila na tamaduni kwa muda mrefu amekuwa akiachwa nyuma katika gurudumu la maendeleo, lakini katika ujengaji wa mataifa yetu, hasa hata baada ya kupata uhuru, mwanamke bado alikuwa ameachwa nyuma katika mchakato mbalimbali ya kimaisha, ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kimaendeleo. Karibu sana mama. Ungependa kwa ufupi kama njia ya kuwavutia watetezi wanawake wengine ambao wapo kwenye kazi ya utetezi, lakini pia wanaopenda kuingia kwenye kazi hii, wakufahamu kinagaubaga wewe ni nani, ulianza lini kazi, changamoto ulizopata, na labda nini unaweza kuwaambia kwa wale ambao wanataka kuingia kwenye kazi hii. Karibu. Nashukuru sana. Kwanza nashukuru kwamba mmefikiria kufanya hichi mlichofanya, cha kuwa sehemu kubwa ya kusherehekea utetezi wa wanawake, wa watoto, lakini kwa pamoja wa binadamu. Tunashukuru sana. Kwa kuwa kwa kweli huu ni mwaka wa story. Kwa lugha zetu tumesema ni mwaka wa historia, mwaka ambao umebeba story sana. Sio tu kwa ajili tumefika 30+, lakini kusema kwamba kujitafakari kidogo tuko wapi, na wanaharakati nikiwaita wagombea haki za binadamu kwa ujumla na za wanawake na watoto wako wapi, tumefanya mchango gani. Nafikiri ni tukio kubwa, na nashukuru kwamba umelileta tuliongelee. Mimi kama ulivyoniweka taarifa zangu, mimi napenda kujiita mwanaharakati, mgombea haki, na kusema kweli katika kugombea haki focus ni wanawake na watoto, lakini ni binadamu wote, haki za binadamu. Kutenga inakuwa kidogo ngumu, kwa sababu unapopigania haki na unapopigania mifumo kandamizi ya kuondoa haki za watu mbalimbali, huwezi kusema hapa naongelea tu wanawake na hapa wanaume, ni binadamu. Kwa hiyo niko katika hii sekta ya kugombea au kutetea haki za binadamu kwa ujumla, lakini nikiwa zaidi na macho kwenye watoto. Labda uliingia lini rasmi hasa? Na sasa hivi unatimiza miaka mingapi kwenye kazi? Mingi zaidi ya 30. Kwa kuwa nilianza siku nyingi sana kufanya kazi serikalini kama mwalimu, lakini unajua mwalimu pia ni mtetezi. Hasa wa watoto anaowafundisha, lakini mimi nilibahatika kufundisha watu wazima. Kwa nilikuwa nafundisha Diploma of Adult Education. Wakati ule tumeshikilia elimu ya watu wazima kama mkombozi wa nchi yetu. Maana yake ni kwamba labda walimu inaonekana mnaweza kuwa watetezi wazuri, kwa sababu hata Mama Gertrude Mongela naye alikuwa mwalimu, lakini amekuja kuwa mtetezi mzuri wa haki za binadamu. Pengine labda kazi hiyo ina wito sambamba na utetezi. Ni kweli kabisa. Nafikiri wote tunaingia kwenye kupigania haki kutoka kwenye sekta mbalimbali, lakini labda kuna sekta zinazokukutanisha zaidi na ukandamizaji au nyang'anywaji wa haki. Na kusema ukweli, iwe ni shule ya level yoyote ile, hata kwenye elimu ya watu wazima, nikiwa pale taasisi ya elimu ya watu wazima, baada ya kumaliza chuo, cha kwanza kabisa tuligundua kwamba kuna vikwazo vinavokwaza wanawake na watoto zaidi, hata katika hizi ngazi. Kwa mfano tu, tulianza kufanya uchambuzi ambao haukuwa na labda zana zile zilizotakiwa, yani gender analysis, uchambuzi wa kijinsia, lakini ulikuwa unaweza kuona kwamba hata saa zilizopangwa za wazazi au wanaitwa watu wazima kusoma ziliwekwa jioni sana. Sehemu hiyo inamnyima mwanamke tayari na mtoto wa kike ambaye anategemewa nyumbani kwenda kujifunza. Kwa hiyo tukaanza kupiga kelele ya mambo ya fungueni tubadilishe hizi time, kwa sababu zinanyima watu ufikiaji, access. Kwa hiyo kidogo unaona tunajichambua, kwa sababu tuna hiyo hadhira mbele yetu ambayo inaonekana na wana kazi nyingi, kuni nini, itakuwaje uwaite wakati huu. Kwa hiyo tukaanza tukaweka sauti kidogo hivyo, bila lakini kujua kwamba tunapigania haki moja muhimu sana ya kibinadamu. Lakini nikakaa kidogo hapo, nikabahatika kwenda kujifunza
masuala ya elimu ya jinsia. Nikaenda Uingereza na wenzangu wachache. Tulivyorudi hapa nchini tulikuwa ni wale watu wa kwanza actually, kama hata naweza kuwataja majina: Mama Muro, dada moja anaitwa Mwajuma, wakafuatia na wengine wengi ambao tulikuja kweli na tumebahatika kupata dhana muhimu za uchambuzi. Unaposema binadamu anaonewa, kwanza generally anaonewa na mifumo gani? Ni nani anakandamiza zaidi? Mifumo hiyo tunawezaje kuibadilisha? Kwa unaanza uchambuzi, unashuka kwa wanawake, unashuka kwa watoto au binadamu mwingine. Kwa hiyo ghafla tukageuka wapigania haki. Kwa mimi wanajiona kabisa kama mwanamke mpigania haki katika ngazi mbalimbali za kuondoa maovu na maonezi ya binadamu yoyote na kumuondolea pia hivyo vikwazo, kusaidiana na wenzangu. Kwa hiyo tangu hapo niliporudi nchini nikachukuliwa na wenzetu wao tunaoita wafadhili. Nikaenda Canadian High Commission kama mtu wao wa jinsia. Pale tulikuwa kazi kubwa zote mbili nilifanya na Netherlands. Baadaye ni kujaribu kwanza kuingiza wenyewe hata wafadhili. Unajua wakati mwingine sio kwamba automatically ili swala la jinsia, kutizama haki za binadamu kwa macho ya kijinsia. Kwa hiyo hiyo ikawa kazi yangu kubwa ndani na nje, na kusaidia pia kuchambua wapi tuwasaidie kwa kifunding ili waweze kuendeleza ili swala. Kwa hiyo nikakaa hapo miaka 10. Lakini pia nikapachoka. Mazingira mazuri sana na kila kitu, lakini unachoka ukianza kuona vitu vinavyoendelea huko nje. Unataka kuwa sehemu ya wanaharakati. Na nafikiri labda nilisomea wakati wa filosofi ya Nyerere ambako kutetea bila kujua unatetea kwa namna gani, lakini kutetea was the concept concept kubwa, dhana kubwa kwenye maendeleo yetu. Usimnyime mtu haki yake, usimnyang'anye, usimnyime kufikia rasilimali za taifa na vitu kama hivyo, na tusikubali unyonge. Kwa hiyo ile ilinisaidia, na hiyo kazi niliyofanya huko na ile ya kwangu ya ualimu ukikusanya, nikijiangalia nilikuwa mwanaharakati na chemka kukusanyika na wenzangu. Bahati nzuri, na hapo ndio nikaingia kwenye mchakato wa Beijing. Bahati nzuri ikaja ikaunganika ile hamu yangu ya kutoka nje, maana nilikuwa tayari niko sehemu ya vikundi mbalimbali vya wanawake kutetea haki mbalimbali. Kwa hiyo nikajikuta nimebahatika na kina Profesa Marjorie Mbilinyi ambaye ni mtu mwingine sana wa kumsherekea hapa nchini tunapoongea hili swala la miaka 30 plus na nini. Mongela, watu wote wengine, lakini nitakuwa nataja majina. Marjorie ndio alitukusanya mara ya kwanza. Alipata kama project fulani hivi ya funders kwamba hebu nenda kakusanye mawazo ya wanawake wakienda Beijing kama Tanzania, wanawake wa Tanzania wabebe ajenda gani. Marjorie hakuwa mchoyo, akatuita watu kama 12. Kuanzia hapo hilo wimbi likaanza likaongezeka, maana tukaenda mikoani kwenda kuongea na wanawake wa mkoani, wa kijijini, zono, anasema nini kuhusu Beijing. Kwanza anaelewa Beijing. Mlikwenda Beijing, labda mlikwenda wanawake wangapi? Kabla wanawake wengi tulibeba mawazo ya wengi. Hiyo ni swala ambalo ni muhimu sana. Nilikusanya mawazo. Ni funzo kwamba tukienda hii mikutano mikubwa huko nje tuchukue mawazo ya wanawake wa kawaida kabisa mpaka wa ngazi za professionals, alafu tuiumbe ikubalike sasa. Maana ilikuwa sio tu unaipeleka moja kwa moja. Mkishakuwa na ajenda ya Kitanzania, wanawake wanataka nini na watoto, mnaenda kuunganisha kama Afrika. Kwa hiyo tukatembeza ajenda yetu Southern Africa kupitia SADC, tukaenda East Africa kupitia East African platforms, tukaenda kuunganika na kuunganisha ajenda ya Afrika tunayopeleka Beijing. Nafikiri ni West Africa, nchi moja West Africa. Tulifanya Senegal actually mjini pale. Tulifanya kazi kubwa kama sisi wote wapigania haki na wanaharakati wetu, tuunganishe hiyo ajenda ikubalike. Sasa kumbuka kuna ajenda ya Latin America, kuna ajenda ya Northern Hemisphere, kuna Wahindi. Muilete sasa pamoja iwe ya ulimwengu, ikubalike. Kwa sababu kule tulipeleka action kwenda kupropose platform of action, sio ya Afrika, sio ya Tanzania, ya dunia nzima. Mpiganie hapo ndani
nani zenu, ajenda yenu, na kama mfano mdogo tu, ajenda ya hii tunayosema ajenda watoto wa kike, the girl child. Ukiangalia katika zile action 12 kuna hiyo ilikuwa an African perspective. Wenzetu wengine walikuwa haoni kama watoto wa kike wanaonewa, wananyimwa ardhi, wananyimwa kurithi, walikuwa hawaioni. Wengine wao wenzetu wameenda mbele zaidi. Kwa walikuwa wengine wana matatizo yao. Sisi kuya kwetu yalijaa. Ndio maana anasema tumcelebrate mama dada Mongela mheshimiwa, alipigania kama an African agenda, akipata support sasa ya African wanaharakati wa kutoka Tanzania, Kenya, wapi mpaka likakubalika. Kwa hiyo ni history ambayo tunatakiwa sisi wapigania haki tuzikumbuke kwamba hivi vitu vikapiganiwa. Wewe unajua kupigania haki za binadamu, tunaziingiza kwenye sheria, sera, sio kitu kidogo. Kwanza kuingiza, fundisha na kuikubali, ikubalike. Lakini cha pili ni vipi sasa tunalitekeleza kibajeti, kihivi, kivile. Sasa hizo ndio commitment. Milestone kubwa tuliopata Beijing, wanawake wote na wanaume wapenda maendeleo, kwa sababu mimi naamini huwezi kutenga ajenda ya wanawake na usawa wao, alafu ajenda ya wanaume na watu wengine na usawa ni usawa, ila tunajaribu kutokeza pale ambako tunaona pameachwa nyuma. Kwa hiyo ukakuta tukayapata mengi, kwanza kupitisha hicho tunachoita maeneo ya Beijing ya kufanyiwa kazi. Kumbuka ni ulimwengu mzima sasa unajikomiti, unajiwajibisha. Serikali yetu zote zinajiwajibisha. Alafu UN generally, na ndio maana dada Mongela mpaka sasa yuko huko kwenye UN, anajaribu wana assess na vitu kama hivyo. UN ilisimamia kwa mara ya kwanza ajenda ya kupigania haki za binadamu kwa ujumla, lakini with a focus ya wanawake na watoto, ilibebwa na UN system. Unajua hizi zingine hivi tunaleta, maana masuala ya kupigania haki za wanawake na watoto wa kike hazikuanza na Beijing. Ndio maana nakwambia tulikuwa na wanaharakati huko, kuna watu walienda Mexico. So kuna ule mkataba wa haki za wanawake Mexico, wakarudi Nairobi, wakaenda wapi. Yote hiyo ilikuwa ulimwengu wote kutafuta. Lakini this was mara ya kwanza kusema serikali zetu labda kuwasaidia watazamaji ambao watakuwa pengine wengi ni vijana. Ndiyo. Labda hayo maazimio kwa kuyataja tu hayo 12 walau yajue ni mambo gani mliazimia katika mkutano wa Beijing. La kwanza kabisa ni mimi naliita utu. Alikuandikwa pale utu. Lakini ni la kutambua kwamba maendeleo ya nchi zetu hayawezi kwenda tukaacha nyuma michango ya wanawake na vijana, na wa vijana wakiwa watoto wa kike na wa kiume na mengine mengi. Kwa hiyo utambuzi wenyewe ndio uliotukalisha pale Beijing. Huku upande huu serikali yenyewe ndio inafanya kazi, serikali zote zilikuwa Beijing mjini. Sisi tulikuwa huko kwenye mikoa kama NGO zote za Afrika, za Afrika nao mnakaa tu mnasaidia kupush ili kipite. Lakini kuna wenzetu kabisa, dada Ruti Meena kama utapata muda naye, yeye alikuwa katika ile timu ya kusaidia, na wako wengi, Profesa Penina Ando na wengine walikuwa hao ndio wanasaidia serikali yetu kuandika. Sisi huku ni kuarticulate na kutafuta data na kuwapelekea. Kwa hiyo kulikuwa kuna linkage nzuri ya ufanyaji kazi kati ya serikali, mkono wa serikali na wenzetu wengine. Kwa hiyo hilo nalo ni funzo. Kama tunataka kupata kitu kiulimwengu likaonekana ni kitu cha kimaendeleo rather than wanawake wanaume, kinatakiwa tujenge nguvu ya pamoja kati ya serikali. Sisi tuna nafasi yetu, tunajua na wao wana nafasi. Kwa hiyo wao wakatusaidia, wakapitisha eneo hilo kubwa sana la kutambua nguvu, michango na uwezo wa wanawake, na kusema tusiwaache nyuma. Ile commitment ya kwanza, we cannot, si ndio siku hizi tunaongea we cannot leave someone, lakini saa nyingine zile misingi tumeiacha. Lakini pia tukaja la pili, kwa mfano tuliotoka nalo hapa na ambayo yote yalikubalika, ni la elimu, kwamba watoto wa kike, wanawake wapate elimu sawa
na wenzetu ambao kidogo kwa bahati mbaya hizo ulizozisema za utamaduni sijui nini na ukoloni zisi warudishe nyuma for good. Kwa hiyo tukatengeneza, ikakubalika mkakati wa elimu, ikakubalika mkakati afya. Afya ni muhimu sana kwa wanawake, kwa hiyo hatuwezi kusahau eneo la afya kwa wanawake na watoto. Waka-articulate vizuri aspect mbalimbali za jinsi ya kuinua watoto, wazazi wasife na mambo mengi ya afya. Na tukachukua la tatu ni political participation. Lilikuwa kubwa pia hilo. Uwakilishi wa wanawake katika ngazi mbalimbali. Hata watoto wa kike kwenye mashule ndio ukaona program mbalimbali, ili mradi tu sauti zao, nguvu yao ilete yale yanayowaumiza zaidi kwenye platform ya sera, platform ya budget na vitu kama hivyo. Likakubalika vizuri. Lilibebwa haraka sana. Sadiki wakasema 30% Afrika ilivyokuja, ambako tena Mama Mongela alikuwa ndio chair wa ile parliamentary hiyo tunayoita Maputo Protocol 50-50. Kwa hiyo wakaset hata mileage za tunafikia wapi. Swala la social services lilijitokeza vizuri sana. Swala la media freedom lilijitokeza. Swala la nafikiri tamaduni zetu ziliguswa, lakini sikumbuki iliwekwa katika nani gani. Kwa hiyo tukarudi na matokeo mazito. Serikali zetu wenyewe akiwemo mheshimiwa kwetu sisi na mpaka sasa ni mtu mwingine wa kucelebrate kwa ile wakati ule alivyojitahidi, Mheshimiwa Mkapa, Benjamin Mkapa. Yani tukarudi nayo. Tunaambiwa majirani zetu wengine serikali zao haikupokea hilo li agenda vizuri. Sitawataja, lakini sisi rais wetu, yani nchi yetu na serikali ikiongozwa na Rais Mkapa na serikali yake, wakasema hao wakina mama wakirudi tutengenezeni platform tuwashukuru. Unajua hiyo ni kitu kwamba mmetupelekea na sisi huku tukashukuru na ni yetu serikali kwamba baba umelipitisha ile. Na kuna wakati kwenye wanaharakati wetu tulikuwa tunatembeaga na kile kilichosainiwa na marais wote. Rais wetu alikuweko. Tunafurahi sana rais wetu Mkapa, jina liko pale, which means Tanzania, si ndio? Kwa hiyo tukarudi tukapokelewa vizuri kwa serikali. Aliyokuwa anatuongoza alikuwa Madam Megji, sijui kama mmeshaongea naye. Zakia Megji ndio alikuwa delegation leader, na tukakutana serikali NGO tukalisherehekea sana lile, which was also about committing the whole country. Sio tu serikali pale iliposign, kufanya awareness, kufanya ufahamu zaidi tumeleta nini nyumbani. Utekelezaji ukaanza mara moja. Na hicho ni kitu kingine cha kusifia serikali yetu. Ukaanza kwa kuweka policies relevant zinazohitajika huko, kwa kuweka moja kubwa ambalo hatutalisahau wanawake, na tunawaomba wapiganiaji haki wenzetu nyinyi tulieneze na tuliongee na serikali lijirudishe, lijikitishe, ni kupeleka budget iwe ya kijinsia. Kwa Kiingereza wanasema gender budget. Ambako walijicommit marais wote. Lakini sisi tena Afrika iliongoza kwenye hilo. Ilianza South Africa, ikaja sijui wapi, Tanzania tukaichukua. Tukawa tunashirikiana sana. Naongea hapo nikiwa Tanzania Gender Networking Program, mtandao. Labda sasa turudi hapo kwa sababu focus yetu sasa ni kujua mlipick up vipi. Ukiwa unazungumzia historia yako vizuri, jinsi ulivyoingia sasa ulivyo wewe kama wewe nadhani utakuwa unaendelea kuiongezea tu hivyo kwamba sasa baada ya kurudi Beijing tunataka tujue sasa mchango wenu kama wakina mama, wanawake, watetezi, mlifanya nini. Nadhani ndio unaweza ku connect labda pengine na labda TGNP ilianzia hapo na kwenda mbele kwamba nini mlifanya ukiacha yale ya serikali, lakini nyinyi kama nyinyi watetezi wanawake mlichangia. Asante kwa kunirudisha kwa sababu ili kubasha ni kubwa yani unaenda hivi unanyumbulika nalo. Lakini kubwa hapo ni kwamba tukajiorganize. Sisi wanawake wengi, sio tu TGNP, magrupu yote, Wilaki, nani na walioko nje, tukatengeneza mkakati wa jinsi ya kulirudisha vizuri sisi kwetu, sisi kama wanaharakati na kama wapigania haki wa njia mbalimbali. Kwa hiyo tukajipanga, tukarudi kwanza tukapeleka feedback
Maana unajua nilikuambia tulienda kwenye zono wapi tukazileta, tukazikusanya ikawa kitaifa. Tukarudisha. Hichi ndio tulichobahatika kupata, na tunashukuru serikali kwa sababu ilikuwa na sisa 100% kusema ukweli wakati ule. Basi tukaisambaza, lakini tukasema sasa kuna kitu hapa tunahitaji sisi wenyewe tucheze. Yani to play a role, tuweze kuonekana tunafanya nini. Kufanya hichi tulichorudisha kutoka Beijing kitatekelezeka. Kwa hiyo ukiangalia ni uwajibikaji, ukiangalia ni sisi wenyewe kutaka. Kwa hiyo nafikiri mchango wetu wa kwanza ni uwajibikaji. Tumekubaliana na siku ile nilokuambia tulifanya sherehe, serikali ilisema mimi nachukua haya maeneo haya ambayo ni hayo nilokuwa naongea ya elimu, sera, wanawake kuingia zaidi kwenye ushiriki wa nani hii na gender budgeting. Waliachambua. Na kwa kweli wanafanyia kazi mpaka sasa, japo saa nyingine kuna hapa na pale. Lakini sisi kama wanawake sasa tuliokaa wote wapigania haki, tukasema lazima tuwe na mchakato wa kutafuta tunajiwajibishaje ili waombe serikali watekeleze. Kwa hiyo swala la uwajibikaji pale mwanzo lilikuwa muhimu sana. Kwa kweli serikali zingine ziliendelea huko nje ya nchi, lakini sisi hapa serikali ilibeba. Ikasema fanyeni. Sasa sisi roli yetu katika wakati wao wanajigawanya na kusema hivi, ya kwanza ilikuwa kutengeneza, nisaidie Kiswahili kizuri cha structure. Mifumo mtafanyaje. Kwa hiyo tukakaa tena wale wote walioenda na wasioenda ambao tulipanga ili nani, tukasema tutengenezeni kitu kama ka platform kadogo, alafu tuende na likubwa. Kwa hiyo Tanzania Gender Network, mtandao wa jinsia wa Tanzania, ulianzishiwa hapo mwaka 93 actually tulianza play role ya kuorganize wenzetu, lakini kuja kulitengeneza kusajiliwa ni baada ya kurudi Beijing. Tukajisajili kwamba sisi ni platform ambako kata coordinate wenzetu kutoka mashirika mbalimbali tuliendeleze ili dubasha la agenda ya Beijing, tusije tukaliachia. Na kila mtu kweli akaondoka. Wenzetu wanaofanya media kama kina Tamwa wakawa wanafanya kazi kubwa sana za kupush hiyo swala la ambalo hata serikali ilikuwa ni la kwao, kuwa training media people na watu ili tuendeshe ili dubasha, tuwasaidie wenzetu walielewe vizuri na kulifanyia kazi. Serikali tukajipa kazi ya kufanya nao kazi. Tena nasema kwa makusudi. Sababu kuna wakati tunafikiri wanaharakati hawawezi kukaa pamoja na serikali. Hiyo ni dhana tofauti. Nafikiri jinsi unavyoingia, mnavyofanyia kazi, kila mtu anajua nafasi yake. Sisi tuliingia katika gender budget. Wengi wetu waliingia kusupport, ilikuwa ni kitu kikubwa. TGNP tulikuwa naongoza kwa sababu tulikuwa tunagawana kila eneo liendeshwe na sekta gani ndani yetu. Kwa mfano hii ya waandishi wa habari kwa conscious ilikuwa tumewapa Tamwa. Au walijipa, sisi tukaambia ni kweli nyie ndio mnaulidi. Mambo ya legal nini tuliwapa wenzetu wa WILAC na wenzetu wa Tanzania Women Lawyers Association, tuliwapa wote wanaofanya legal ndio walikuwa kiongozi wetu. Kwa hiyo wakicheki hivi, serikali inataka kubadilisha, na serikali kule ilicommit kwamba itabadilisha, wao wanatuongoza. Na tulikuwa na structure nzuri za kuongozana, hamna kugombania, hamna nini, wanatuongoza. Tukiwa na swala la policy analysis nini, TGNP kwa sababu ilikuwa inafanya sana kwenye gender budgeting na mambo ya outreach inatuongoza. Kwa hiyo tuligawana na tukawa na structure ya pamoja, feminist activism tulikuwa tunaita Fem Act, ambayo mwanzo ilianza kwa wanawake tu wapigania haki, kufanya hiki kufanya kile, tunakaa pamoja tunashauriana, lakini baadaye ikapanuka, ikaingiza hata organizations za wanaume zinazofanya kazi kwenye mambo ya kupigania haki za binadamu kwa ujumla. Walianza kuingia kutujoin, ambao wao walikuwa sasa wanawake na wanaume na watu wengine kama Legal Human Rights Center tuko nao. Tukaanza hata haya ya kupigania haki za ardhi na kina Shivji na mashirika mengi, tukawa ndani ya mashirika mengi, yani mitandao mkubwa, bado tukaweka kale ka wanawake ili tusikasahau kuwakumbushia
wenzetu na hivyo. Kwa hiyo tulijipa kazi ya kwanza tutalisimamia ili ajenda lililotoka huko. Human rights generally, manake ukinyang'anya mwanamke haki, umenyang'anya ubinadamu ambao ndio huo ambao binadamu yoyote anataka awe nao. Ukinyang'anya hiki yote yanaunganika. Kwa hiyo tukawa na mitandao very strong, kila watu inaongozwa na watu fulani, lakini nia kubwa ni kupush hii agenda iende mbele. Kwa hiyo nafikiri labda pengine labda pasinge kuwepo juhudi zenu kama za wanawake watetezi wa haki za binadamu ambao mlishiriki Beijing, lakini mkarudi na kuanzisha vuguvugu hili na mitandao hii. Umetaja mtandao TGNP, Wilak, Taulak na mengine mengi Tamwa. Unafikiri pengine labda pasinge kuwepo hiyo mifumo ya mitandao ya wanawake, labda pengine hali ya utekelezaji wa maazimio ya Beijing ungekuwa unasuasua? Mimi naweza kusema ndio. Mimi naweza kusema tulipotoka na clear mind, nisemeje Kiswahili kizuri. Yaani tunataka nini? Hiyo tuliweza. Agenda gani na tukakubaliana. Consensus. Tukaenda huko, serikali zikatusaidia ikiwemo serikali yetu. Ikasaini, ikakubali kwamba hili ni swala la kimaendeleo na lazima wote tulifanyie kazi. Hatukulega kusema ukweli. Tuliporudi tulivuta nguvu, na pale tusipoelewana tunakaa chini tunajichambua, kwa nini hatuko hivi, kwa nini hatuongeze, mbona Beijing walisema hivi, tunafuata serikali zetu. Tumefuata sana serikali, hodi karibu, kwa njia ambayo sio ya kiugomvi hata. Jamani, kama hii naomba nitumie ile swala la bajeti ya kijinsia. Kusema ukweli ilikuwa agenda ngeni hata kwa sisi kama wana harakati wa aina hiyo. Ilikuwa ngeni. Unaingizaje jinsia, objectives, yani kwenye figures, budget. Na tulipoenda kwanza wizara ya nani inaitwaje, wizara yetu ya fedha, cha kwanza bahati nzuri pia tulikuta serikali sikivu. Kusema ukweli, kuna wakati tunaweza tuseme serikali sikivu. Walikuwa wanatuita wana Beijing, which is okay. Wana Beijing mmekuja na lipi? Tunakaa kabisa na wale highest level ya decision makers, wenye maamuzi. Sisi tumekuja na wazo, si mmesaini agenda budgeting kule. Mnajua inavyotekelezeka. Kwanza inabidi mtuambie ni kitu gani hicho. Mimi hapa nina figures tu. Na calculate napeleka wapi zinaleta maendeleo makubwa. Kwa hiyo wao walikuwa inachukulia kwa upana wake kwamba nikitengeneza tu bajeti ya sekta ya elimu kwa mfano, nikaitupa elimu kwa nia njema kabisa. Mimi nia yangu kama serikali, kama wizara ya fedha, ni wapate watoto wote wawili. Sibagui mimi. Nikisema hela ya elimu hebu ikaongezeke, iende sekondari au iende hapa, sibagui mtoto wa kike wala wa kiume. Lakini sasa sisi tukawaambia sasa hiyo ni jambo jema. Ngoja tukae pamoja, tuangalie kuna vikwazo gani ambavyo hiyo hela mlioitoa kwa nia njema, wanatoa kwa nia njema. Kwa nini haimfikii zaidi mtoto wa kike? Kwa nini namfikia mtoto wa kiume zaidi? Kutakuwa kuna vikwazo. Kwa nini tuone ongezeko la ukatili kwa mtoto wa kike zaidi kuliko kwa huyu? Japo sasa hivi wanasema eti linaongezeka zaidi kwa watoto wa kiume. I think umeniuliza maswali mazuri ya mchango wenu, na nataja na kwa sababu nimekuwa part and parcel ya hiyo, saa nyingine na ruka. Unisamehe kwa hilo. Lakini mimi nafikiri mchango mkubwa wa kwetu kwanza ni ile natafuta Kiswahili kizuri, ni ile kuchachambua agenda yetu kama wanawake watetezi wa haki za binadamu, na hasa kwa mlengo wa jinsia. Hiyo ndio maana tunaita Beijing agenda. Tuliarticulate ikijengea kwa wenzetu waliotoka huko, manake jamani kila phase wakija wanaongezea kitu. Sisi tumekuja phase wakina mama Bibi Tito wameshafanya kazi kubwa. Wakina mama Sofia Kawawa wameshapigania kwa mfano sheria ya uzazi ile kupata miezi 3. UWT ilituongoza huko, sisi hatujaja. Tukaja tukaongezea, lakini tukaongezea kwenye hizo agenda za wenzetu, tukaleta agenda. Kwa hiyo sisi mpaka leo tunaamini
tuseme inequalities, uonevu hutokea katika njia mbalimbali, lakini bado zinafiti katika ile Beijing agenda. Kwa mfano ukiongelea swala la ukatili wa kijinsia, unaongelea swala zito la utu ambalo liko kwenye Beijing. Ukiongelea ukatili wasichana wanapigwa na wanaume siku hizi kidogo na wanawake, unaongelea swala la kuondoa ukatili wa kijinsia ambalo liko kwenye Beijing. Zinakuja kwa njia nyingi, lakini liko katika agenda. Kwa hiyo mchango wetu mkubwa mmoja hapo naona ni ule uchambuzi tuliofanya na tulioleta, na uchambuzi ambao kweli unafurumua mifumo, sio hii ya juu tu hapa. Labda natoa tu mfano, mwenzie mwanamume au mwanamke kampiga kibao afu tunasema amempiga tu, si mke wake. Sisi tulivurumua hilo. Linatoka kwenye mfumo gani? Ni mfumo wa ukandamizaji, ni mfumo wa kumiliki mwenzako, ni mfumo mkubwa zaidi ya tunavyouongea. Sasa mifumo hii unayosema inaweza ikawa mifumo ya kiserikali ya kitaifa, labda mipambana mkatengeneza sheria, sera zikabadilika, mkaweka mifumo ya kiserikali. Tunazungumza mifumo pia ya kijamii, ya kitamaduni. Sasa labda katika mifumo hii ya kitamaduni na kijamii mlitumia mbinu gani baada ya kugundua kwamba mifumo kadhaa labda imekuwa na changamoto katika kutetea na kuleta haki na usawa? Mlitumia mbinu gani nyinyi kama watetezi wanawake kuhakikisha kwamba hiyo mifumo inafumuliwa? Kwanza tulitambua kwamba huwezi kufumua mfumo katika ngazi moja, ambayo ni inatokana na uchambuzi unaofanya ule ambao unaleta data, unaleta kila kitu. Huwezi kufurumua mfumo. Mifumo sisi tunatambua iko katika ngazi mbalimbali kama ulivyosema. Na Beijing limeonyesha kuna vya sera, kuna vya nyumbani, kuna vya mahusiano, kuna mtu na mtu. Lakini huwezi tulikuja na approach ya kuchukua holistic analysis. Yaani nikitaka nione sheria nzuri imetoka, lazima tupige huku kwenye utamaduni zetu, tuziangalie kwa pamoja na wanaohusika. Vipi nazuia hii sheria? Kwa mfano sheria ya ukeketaji. Natoa tu kama mfano. Kule wananchi wanaendelea, ni mila yao walizoea. Hatuwezi kwenda na kuambia nyinyi wabaya mnafanya vibaya, ila tunawa involve katika hizo campaigns ya kwamba hebu angalia mtoto wa kike anavyoweza kuumia wakati anafanya uzazi. Maana yake mlikuwa mnatoa elimu kwa jamii. Tunatoa elimu kwa jamii, tunawahusisha ili na wao wawe sehemu ya uchambuzi wa kuona hilo swala. Na ukiangalia mpaka leo mbinu zetu kubwa ni kuvuta wanajamii tuwe nao. Yaani huwezi kufanya mwenyewe. Tunaondoka nao, wanalielewa katika ngazi yao. Nini kifanyike katika ngazi yao? Kile wanachoweza kufanya hapo wafanye. Kwa mfano kubadilisha hizi mila na sheria. Sinaona watu wengi siku hizi wana hata kitu structured cha kusema tukae chini tutizameni mila wao wenyewe. Hata ndugu zetu wa Masai popote pale. Lakini haliishi kwa wale. Hatutaki kublemu wananchi peke yao. Kusema unajua nyinyi kwa sababu mnafanya hivi ndio maana kote. Tunaenda ngazi ya pili ya jamii kubwa. Tunaenda ngazi ya tatu. Serikali za mitaa iko katika ngazi zao. Wao tunasaidiana nao. Kwa mfano swala hili la jinsia, budget ya kijinsia, tulifanikiwa kuingiza kwenye sekta za kule chini, local government, kwa kuwa walifanya nao baada ya kufahamishwa. Tunarudi kwenye sisi wenyewe kama NGOs, na ndio maana unaona tunafuata wenzetu mnaopigania haki ya binadamu kwa ujumla, na sisi kuna vitu lazima tufanye pamoja na tunafanya pamoja. Kwa mfano eneo hili la ukeketaji ambalo inaonekana mmefanikiwa sana kwa muda mrefu, ni eneo ambalo la kitamaduni ambalo lilikuwa limejikita kwenye tamaduni karibu makabila yote. Na sio tu Afrika, ni duniani kote. Lakini inaonekana ni eneo ambalo kama ni mafanikio yamefanikiwa, ingawa ipo, lakini kwa ile kasi iliyokuepo na kinachoendelea sasa unaona kabisa kwamba sijui hapo mlitumia mbinu gani mlivyokuwa mnaingia kwenye jamii, kwa sababu hiyo ni tamaduni. Mlikuwa mnawashawishi vipi mpaka jamii nyingi naona kama vile zimeanza kuliona kama ni swala la haki ya binadamu? Ndio. Nafikiri tuliingia pia na ngazi ya kwanza sisi wenyewe kujichambua na kukubali kwamba tunapoenda kwenye jamii sisi sio askari wa kwenda kuambia acheni leo mambo ya ukeketaji yanaua watu na kuonyesha data.
inawaingia hapa, inatokea pale. Ni kidogo kidogo, pamoja na wao kufanya uchambuzi, kutafuta, mnawaita wale wanaotusaidia, washawishi wa kijamii ambao wao wakishalielewa wanaanza kuona. Ni pia nafikiri na hiyo serikali ilifanya sana, lakini sisi tuliongezea upande wetu, ambayo yote hayo ni Beijing. Contribution yetu ya Beijing, ya kwamba kusaidiana wananchi. Ukaenda tu hapo sasa hivi hujawapa elimu, lakini zaidi umewanyang'anya tu, wanaenda kwa kuficha. Unaambia tu kukeketa ni kubaya, lakini kumbe wao wengine ni vihela, wale wa mama wanaokeketa, wale viongozi wanaokeketa. Kwa hiyo mnasaidianaje watoke huko, wasione kwamba ukeketaji ni sehemu moja hapo ya kuleta mali kwao, bali ni sehemu wanaingia katika kukandamiza haki za yule mtoto. Sio kitu cha muda mfupi. Na wewe unachosema hicho, serikali ikiwa inatuongoza na sisi wengine, ni njia ndefu. Ukiona tumetoka 30 miaka zaidi ya 30 ya Beijing. Sio kitu kidogo, ni ndefu. Lakini tuna mbinu mbalimbali, zingine ni kama mnazotusaidia nyinyi, kwenda kwenye redio, kwenda kuongea na wanawake, kufanya vitu vingi mpaka yule mama na yule baba. Manake huu sio utamaduni wa kina mama, sio kuwalaumu wa kina mama. Kina mama wanasukumwa na jamii yetu. Na labda kwa nini nyinyi kwa mazingira sio yanaonesha, na wewe unazungumza kwamba mmefanikiwa kutumia hizo mbinu ambazo zilikuwa ni shirikishi, zilikuwa zinathamini jamii na mila zao, amkuwatweza, amkuwafanya kuwadharau mila zao. Labda pengine kwa sababu nyinyi watetezi wa wanawake wa kipindi hicho mlikuwa mmetoka kwenye jamii hizo, na unaonaje approach ambazo au mbinu mlizotumia nyinyi mkafanikiwa? Je, hizo mbinu hata leo mlizotumia kufanya ushawishi wa mabadiliko ya haki za binadamu, mnadhani vizazi vya sasa vinatumia mbinu mlizotumia? Kwanza mimi nafikiri tunatakiwa tuende na vizazi vya sasa. Tatizo haliondoki na wakati gani. Ila mbinu zinaweza kubadilika. Kwa mfano, najua watoto wetu wa siku hizi wako very sharp, wako yani wanakimbizana, wana nguvu, lakini labda kuna wakati mwingine tunasaidiana nao, na wao wenyewe wanatuonyesha mifano ya usikimbilie kitu kukiondoa kabla hujakifanyia uchambuzi. Uchambuzi yakinifu wa kijinsia, yani unaona kwa macho ya kijinsia. Naposema hivyo ni kwamba unapochambua unasema katika hili tatizo tunalotoa linalala kwa wanaume au kwa wanawake. Kwanza hiyo ni kitu kidogo tu, utagundua kwamba linalala kwa wanawake, kwa mfano, kwa sababu ndio wao wanaokeketwa. Wanaume wanakeketwa kwa njia nyingine ya kiafya zaidi, sijui manini nini. Lakini unajua sasa mnakaa, usitenge ili kundi na ili kundi. Pita na shirikishi, tuwachanganye pamoja, waone madhara yake. Sasa naona watoto wetu they are good, na wana mbinu mbalimbali za kueneza haya maongezi katika ma-TV, katika social media, wana hiyo nguvu sana. Sasa kwa kijijini inawezekana wataongea na vijana, lakini unataka waongee paka na wazee. Watachanganya mbinu. Haitakuwa tu moja, ambayo kwetu sisi wengine tulikuwa hatujui kukampeni kwa kupitia social media. Wanatufundisha, wanatuonyesha kwamba social media ina nguvu yake, lakini kwa kina nani. Kwa hiyo uchambuzi si utafika mpaka tukienda na mbinu hii itawafikia wote au inagusa wachache. Tukienda na mbinu hii tunafanyaje? Lakini kikubwa zaidi, ushiriki wa ngazi za chini katika kuongea masuala mapana ya taifa. Labda umezungumzia masuala ya ushirikiano, uwepo wa mashirika, na baadaye mashirika sio tu ya wanawake, lakini baadaye kaunganika na mashirika mengine yanayotetea haki za binadamu kwa ujumla. Unadhani kama mtaalam na mzoefu, ili kufanikisha, kwa mfano, haki za wanawake ni haki za binadamu. Ni kweli. Haki za watoto ni haki za binadamu. Ni kweli. Sasa lakini ili kufanikisha haki za binadamu, wewe unadhani pengine labda mlifanikiwa kwa sababu baadaye mliona kuna umuhimu wa kuzungumza haki za binadamu wakati mwingine sio kwa makundi tu, lakini kwa ujumla wake, mkazungumza demokrasia, mkazungumza kwa mfano ardhi, mkazungumza elimu, mkazungumza vitu vyote kwa ujumla. Unadhani, unafikiri kuna hiyo dhana ni ya muhimu katika utetezi hasa wa haki za makundi maalum?
Mi nafikiri ni muhimu sana. Na kama ulivyosema tulitambua mapema. Tunachohitaji ni kujaribu kuitambua zaidi, kwenda deeper, kwenda ndani. Na mi nafikiri ukisema mchango wenu katika Beijing utekelezaji, hilo ni moja hapo. Ndio. Kusema kumbe kugombania za hawa tu utapoteza. Kwa hiyo lazima tufanye uchambuzi mpana, lakini usiopoteza maonezi ya vikundi mbalimbali. Na hapo nafikiri ndio kidogo sasa hivi kuna confusion. Watu wanafikiri ukitaka uone human rights, yani utetezi wa binadamu yoyote, tupo. Kwa mfano kuna mtu kaonewa kijijini, sisi wanawake hatutakiwi tuseme hilo sio letu. Hilo si letu, hilo ni la wakina nani wale kikundi kile. No, ni letu. Kwa sababu lina impact katika wale wengine pia. Hata kama ni mwanamume fulani ameonewa huko mjini, huko kijijini, lazima tuwe na nyinyi tutetee ile haki kubwa. Kwa sababu huyu baba anayeonewa kwa lolote, uonevu utarudi kwa mke, utarudi kwa watoto wake. Nafikiri unakumbuka ile story ya apartheid, sijui tutahitaji ile ya South Africa. Uonevu unaotoka hivi. Labda uwasaidie kuwasaidia watu kuonyesha linkage, uhusiano wa kutetea haki za makundi na haki za ujumla. Kwa mfano uchukue maeneo mawili, unaweza kuyazungumzia kwa uzoefu wako. Eneo la haki za kidemokrasia na eneo la haki za ardhi. Tukitulia kwa mfano maeneo kama ya Ngorongoro kule ambapo kuna migogoro, ni kwa namna gani usipo kwa mfano wanaotetea kwa mfano za watoto au wanawake wasipoona umuhimu wa kuungana katika maeneo hayo, namna gani hata zile haki ambazo wanazitetea zinaweza zikaathirika au wale wanaotetea haki zinazoitwa za binadamu kwa ujumla wakiacha makundi mengine, maana hataweza kufanikiwa. Mimi nafurahi na siku hizi mmeipa neno kubwa, mmeipa hiyo dhana neno kubwa sana, intersectionality. Kwa Kiswahili ni muingiliano. Huwezi kuukwepa huo muingiliano. Katika kwanza ngazi ya agenda, hatuanzi muingiliano tu katika kufanya pamoja sisi na nyinyi. Tunataka muingiliano unaochambua uonezi, tuseme demokrasia. Demokrasia ni ya kila mtu. Inatakiwa na wanaume na wanawake, wanyonge, watu wa bara, watu wa huku. Ni eneo ambalo ndio lina create enabling ili wote tupate haki zetu. Kwa hiyo haiwezekani, na tuna mifano mingi kama sehemu ya Post Beijing, haiwezekani tupiganie labda watu wameonewa katika kijiji cha huku chini kwa Wamasai, alafu tunyamaze. Kwa sababu ule uonevu, namtaja tuna samani na wataja Wamasai tikembieni bora. Ule uonevu wa pale ndio uonevu huo unaendelezwa kwa haya makundi mengine. Hata katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, ukamwonea mtu katika kijiji, umemnyang'anya mashamba yake, huyu kaka anabaki na enga, anabaki na hiki, anabaki na yani uchukizi, anachukia, anaubeba, anaupeleka nyumbani kwake. Mtu wa kwanza, na hii nafikiri hata iko proven, atakayemtolea ile kitu enga hampati huyo anaitwa mkubwa aliyemnyang'anya hizo sera kubwa zilizomnyang'anya, hampati, anarudishia kwa mke, familia, kwa jamii. Sasa jamii isipotambua hiyo linkage na zingine nyingi, huyu kikundi cha wababa wa mama wameonewa, wamenyang'anywa rasilimali zao, usipotambua kwa kule unyang'anyi wa rasilimali unarudi nyumbani kiuchumi, kisehemu ambayo mama hana nafasi ya kutoa, kwa sababu baba anasema hata huku nimenyang'anywa, je hapa huyo mke wangu. Kwa hiyo vurugu zinaenda kwa watoto. Ni kama hiyo nilikuwa nasema, zile ideolojia za uonezi zikitokea juu, iwe ni mkoloni anamshushia mweusi. Ndio maana kina wazazi wetu wa mbele wakapigania wapate uhuru wao, lakini wao wakipata uhuru bila uhuru wa wengine, makundi yote tu, wala sio wanawake na vijana, ni makundi ya tunaoita wote waliosukumwa pembezoni kwa kutumia sera
kwa kutumia tamaduni, kwa kutumia elimu, kwa kutumia uwezo. Tuna hivyo vikategori mbalimbali. Alafu hata sasa tunaanza kutumia mrefu na mfupi. Tunazidi kuleta criteria za ajabu katika kumsogeza mtu asiwe sehemu ya demokrasia kubwa. Kwa mimi kwangu hicho sija labda sasa kwa kutumia mifano umeshaonyesha kwamba kizazi cha watetezi wa sasa hivi ni kama vile wanajitenga kwenye makundi. Anayetetea mtoto anabaki kwa mtoto, anayetetea haki za binadamu kwa ujumla anabaki kwa ujumla, anayetetea wanawake, walemavu, ile kumwingiliana. Labda kwa mifano kazi nzuri ambayo nyinyi mliifanya, unaweza kutoa kwa mifano mashirika hayo ambayo yalikuwa yanashirikiana toka 95 mpaka 2010. Labda katika maeneo machache kwa mfano kama ardhi, siasa, yale maeneo ambayo yalikuwa yanahitajika labda kuwa na sauti ya pamoja. Mlifanikishaje hilo? Kwa sababu kwa mfano usipozungumza uchaguzi wa uhuru na haki, hata zile yale matamanio ya kuwa na usawa kwenye sijui vinapatikanaje. Labda usaidie katika hilo. Labda kikubwa ni kusema uchambuzi ni muhimu, lakini uchambuzi unaanzia mahali. Wale wanaopigania haki za wanawake wanaanza na uchambuzi wao. Sisi katika hili dubasha linaloitwa demokrasia tumekosa nini? Hatujisikii vizuri kwenye nini? Ndio utasikia ushiriki wa wanawake katika. Kwa hiyo tunachambua hivyo vitu. Ushiriki wa wanawake katika masuala ya ardhi hatuna umiliki. Ushiriki katika siasa tumewekwa, ambayo ilikuwa strategy nzuri wakati ule, tumewekwa kwenye special seats, lakini mbona hizo special seats haziallow enabling environment ya wanawake wengi zaidi, ili tusiwe na watu tu wanaoingizwa kama special na wale na yale matatizo yote yanaendamana na hilo. Kwa hiyo tunakaa pembeni, tunajichambua. Nani haki yao? Pale mwanzo mtu anaidili na lendi, mwache ajikae pembeni, ajichambue, ayatambue. Lakini katika ule uchambuzi tusaidiane, tuwe na uelewa ulionipa kwa kwamba napochambua mtoto wa kike labda wa mwaka huu mpaka mwaka huu, mtoto wa kiume wa mwaka huu anaonewa, tunatakiwa tuyatambue, tuyashike hivi sisi wenyewe kwanza tunautetea, lakini hatuwezi kuyaondoa wenyewe. Kwa hiyo tutafute agenda iliyo relate na hii. Ndio hiyo tunataka demokrasia, tunataka lendi kwa wote. Lakini tunapotaka lendi kwa wote ndio challenge sasa hivi. Tukiingia kwenye haya madubasha makubwa, tukaa na mtandao strong unaobeba, tukubali hata wale wanaoleta zile za kwao. Kwa mfano wanawake watasema tushiriki kwenye, natoa tu kama mifano, tushiriki kwenye swala la mtoto wa kike kabakwa, twendeni barabara. Tulikuwa tunatumia sana mbinu ya kutembea. Tukitoka ya kusema watoto wa kike wamebakwa, ukitizama hivi mashirika yale yanayopigania haki pana, kama tunasema haki pana, wako wachache na sisi hatunajitizama. Mbona wakina fulani na fulani hawako? Ndio tukitema ardhi tuko nao sisi pamoja, tumetoka. Tukisema mtoto kakeketwa tunatoka. Tunategemea wao na wao tumeshawasaidia na wenyewe wamejisaidia na kukubali accountability ya kwamba madubasha yote hao hakuna dogo na kubwa. Nitakupa mfano. Wakati tunapigania land rights, tunaongozwa na Wila kiupande wetu, sio Wila kitaula. Wenzetu wao wanaotoka kwenye mashirika ya vile wanasema, jamani tusigawanye kugombania kwetu, yani haki zetu kuzipigania tukiwa na ndogo, unaelewa ninachosemea? Ndogo ni hizi za kwetu, kusema wanawake sisi hatumiliki. Hilo kwao ni dogo, kwetu sisi si dogo. Kwa hiyo ni kugombana tena humu ndani, mrekebishane, mseme madubasha yote yanalingana. Kunyimwa haki ya kupiga kura kwa mwanamke ni sawa na kunyimwa haki ya kurithi mali. Yani kuilinganisha. Kwa hiyo hapo a lot of kuongea, kufundishana, kukataa. Lakini at the end of it tunachotaka ni demokrasia pana. Kwa hiyo mnakumbushana tu kwamba tukifanya hichi tuwe pamoja. Na wale kama kweli wameshajitikisa, mifumo dume kidogo imejitikisa, wanakuwa na sisi. Kwa hiyo unakuta lile kundi halisemi mimi mwanamume sitetei hicho, mimi mwanamke sitetei hicho. Kwa kweli hata tukitaka to move 30 or 60 years ya Beijing, lazima tuende na hiyo approach. Sawa, labda kabla tujazungumza changamoto, ni mambo gani matano ambayo
unaweza kwa uzoefu wako toka 95 ambayo unaweza kusema wanawake watetezi wa Tanzania waliabebea, na kwa ujumla ukiangazia zaidi kwenye hilo la wanawake, lakini kwa ujumla kwenye haki za binadamu, yani ukiangalia mchango wa wanawake katika kubadilisha mifumo, mitazamo kuhusu haki za binadamu kwa miaka 30 iliyopita, mwanamke unamweka wapi katika kazi hii ya kujenga taifa katika mfumo wa haki za binadamu? Ni mengi. Ndio. Na hata matano ni machache. Sawa. Lakini sitataja hiyo kwa sababu wengi wameshataja. Ndio. La kwanza kubwa ni niseme kung'ang'aniza, kama naweza kutumia Kiswahili hicho, ni kuhakikisha watu wanajenga uelewa wa kisera, wa kiutamaduni, wa kushuka kwenye ngazi ya mashirika tunapofanya kazi, movements zetu, kwamba ili eneo tunaloliongelea ajenda ya Beijing ambayo imeongelea haki za binadamu wote, isipokuwa imesema tukazie na za wanawake na watoto. That's what Beijing is about. Haikutoa mwanamume hata mara moja. Ukitizama lile platform linasema tu hapa kuna gepu hii. Sasa unatizama pale penye gepu zaidi kidogo, gepu ndio hizo sasa, unaangalia shida iko wapi. Exactly, shida iko wapi. Lakini wakati unaangalia shida iko wapi, husukumi wengine. Yani hayui principle ya kwamba ili nipeleke hawa mbele lazima hawa niwaondoe. Hapana, unasema bahati mbaya, na tunazieleza vizuri, nyinyi wote mnazielezea vizuri, serikali yetu inaelezea vizuri. Gaps, kwanza gaps za ukoloni jamani, zilileta elimu tofauti, zikaunganisha na ile utamaduni wetu, kutokana na kahela kadogo mzazi alikonako, mtoto wa kiume si ndio wangu, mtoto wa kike si ataolewa. Tunasahau kwamba huyu mtoto wa kike akiolewa, akienda kule, wale nao wanasema huyu si ametoka kule. Kwa hiyo mtoto wa kike anajiuliza kwangu wapi, na kuna vitabu vilivyoandikwa. Jamani, mimi mmenitoa huku kwenye mirathi. Nikirudi huku naambiwa wewe ulikuja, tena hukuja na chochote. Where am I? Where are my rights? That's all. Ilo analysis ya kuchambua hivyo. Alafu unasema kwa kuwa gap iko hapa, tuiongezee hivi, ndio zile affirmative action sasa. Watoto wa kike tuwapeleke kidogo mbele. Sasa inaeleweka vibaya. Na labda inaeleweka vibaya kwa kuwa pia tumeisogeza mno, carry over. That was just a strategy, yani mkakati wa kusema tuko kwenye gaps ambazo hatumlaumu mtu yoyote, na zenyewe tumezichukua kwenye education ya kitawala ya wakoloni. Tumefanya hivi tukaishusha, ikakutana na ule utamaduni wetu ambao labda kwa wakati huo ulikuwa unafanya kazi. Lakini kwa wakati huu wa maendeleo yetu, kama hii vision ulionao sasa hivi, utamaduni ule kweli unafanya kazi? Haufanyi. Kwa hiyo tutizame gaps, sisi na wanaume na serikali ikituongoza, tuondoe hizo gaps. Tunapoondoa hizo gaps, si scenario ya tunayotembelea ya maendeleo iko hivi. Ukishawapandisha hawa, si mtakuwa normal. Sasa mkiwa normal, tengenezeni na kitu kimoja. Contribution kubwa umenikumbusha ya dhana zilizoingizwa mpya na Beijing ni gender mainstream. Yani ukitishe kila mahali pawe na equality. Hatuongelei equity tunashusha, wengine unapandisha. Unaongelea tufanye programs gani za kitaifa mpaka kwenye majumbani mwetu, ili tusiwe na gaps. Ili sasa tukiwafikisha hapa, tunatengeneza effective gender mainstream strategies ambazo hapa tulitengeneza kama sehemu ya gender budgeting. Serikali ilisimamia, ikasema natengeneza. Kwa hiyo mnaenda pamoja. Swala sio kuacha hawa nyuma, kwa sababu tukiacha hawa nyuma si yale tulionayo yakimbia huku. Kwa hiyo hii concept labda ni vizuri kurudia dhana ambazo zilijitokeza wakati wa Beijing. Gender equality manake nini? Gender equity manake nini? Tusiishie hapo. Na transformation manake sio kuleta tu wanawake na wanaume wawe sawa bila kuquestion mifumo ambayo ilifanya wawe mwingine juu mwingine chini. Ukienda tu nataka numbers, wanawake wamesema wachache, ingiza, hatujafurumua mfumo. Kwa hiyo maana tunasema hizi concept pia labda na sisi na nyinyi pia wenzetu wanaharakati ya binadamu zimekuwa abstract, labda tuzirudie ze strategy ya kwenda huko mbele. Lakini kubwa lingine ninaloliona tulilolisemea katika hayo maeneo, sisi kusema kweli hatukuchagua.
NGO za wanawake na watu tunaofanya kazi kwenye hayo maeneo na hata civic wengi niliowaona hawakusema sisi tutaangalia hili na hili na hili na hili. Kwa hiyo tukawa tumejipanua sana katika vitu tunavyotafutia accountability, tunavyotafutia uwajibikaji. Serikali yetu ulienda Beijing, ukasaini, ukasema nitatengeneza bajeti ya kijinsia, nachukua tu kama mfano. Landi wanawake na wanaume wako sawa, umefanya au jitihada gani zinaonekana? Kwa hiyo kwangu mimi kitu nilichoona kama kidogo challenge ni kwanza UN. Mimi kwa kweli hata wakaniita wakaniambia, Mary unasema hivi, nitawaambia hivi, UN mlitusaidia kitu kikubwa sana. Tukatengeneza platform, funders wote na sisi na kila mtu jamani akaacha kazi, tukaenda kutengeneza Beijing. Tukatoka na platform, tukarudi. Zile mechanism zile, sijui utazitaje Kiswahili kizuri. Michakato ya kujiwajibisha. Na hapa hatuongei serikali tu. Tunaongea UN, tunaongea funders wetu. Wengi pale mwanzo wakati tunaenda Beijing, uliza mtu yote na the first 5 years au hata 10 wengine tulikwenda vizuri sana na funding ya kwenda kutoa kuimplement. Serikali ilijitahidi. Manake walipoingia kwenye gender budgeting, that was it. Hatutakiwi tu question wiki iko, lakini very weak kwamba hela ya sekta ya agriculture, ngoja nichukue agriculture, inaenda, tumeshaifanyia uchambuzi wa kijinsia na wa kiklasi, utasemaje, wa makundi yaliyo na uwezo na sio na uwezo. Lazima tuifanyie kwanza huo uchambuzi. Tukishaichambua utajua wapi pana gap. Kama iko kwa wanaume, kwa mfano kwenye reproductive rights, tuliacha wanaume nyuma, tukakimbiza wanawake wenye mimba, which is okay kwa sababu wanatuletea taifa. Hakuna watu wataleta taifa likiongezeka hapa bila wanawake. Mkiwaachia wakafa wote, thank you very much, mnaenda kuomba population ya wenzenu ndio inakuwa ya kwenu. Kwa hiyo tukafanya hivyo, tukagundua kwamba wanaume tumewacha nyuma kwenye masuala mazima reproductive health ya kwao na ya jinsi ya kutunza wake zao na mambo mengine. Kwa hiyo turudishe, sijajua kama ni enough budget, lakini kukatokea kipengele cha kuongeza kwa sababu ule uchambuzi wa pale mwanzo, nataka hii budget ya mwaka huu imguse nani? Maswali makuu, imguse nani? Nani tunamwacha nyuma katika hii budget? Usifikirie tu kwa kutoa mabilioni basi umewapata watu, hujawapata. Hivyo. Kwa hiyo kama walishajikita pale, tulitegemea uwajibikaji. Kwanza UN yenyewe itengeneze system za kuuliza serikali zake. Walifanya 10 years nini, lakini not really. Haya, funders, mbona mmewithdraw hela? Mlitusaidia tukatengeneza agenda. Ushuke kwa serikali yenyewe. Kwani vipi? Kama ni manake ni kweli, siku moja tulauliza what happened? Kwa nini jamani gender budgeting imefifia? Na jibu lilikuwa zuri tu, hatukuendelea kuinvest kama serikali, na sisi tulikuwa technical people wao kuinvest kwa, so unajua watu serikalini wanatoka. Kwa kuna watu wameondoka na knowledge nzuri sana ya gender budgeting. Na lakini sasa hizi si wako nje wanafanya mambo yao. Tunatakiwa tuendelezeje resources za kwenda kusupport kila bache mpya ikiingia katika serikali, tena young people like you ambao wanasoma vizuri na haraka wanaelewa. Kwa mfano hiyo walituambia tufundisheni, which was the best humble approach ya serikali. Hii nyinyi the budgeting ni kitu gani? Ni figures zitaingizaje jenda hapa? Kwa hiyo hilo eneo mnadhani mlilifanikisha vizuri? Tulifanikisha na likaleta matokeo na nchi yenu kama Tanzania ikajitokeza nje vibaya sana. Kama unapenda kusoma, ingia tu gonga gender budgeting. Watu gani walitembea kufundisha hizi serikali zingine? Ni sisi wanaharakati hapo. Watu tunaitwa kabisa Mozambique na serikali yao, tunaitwa sijui wapi, mpaka Ulaya. Kwa hiyo tulitoa mifano mizuri, ilianzishwa na South African government lakini picked by Tanzania, the second people. Tulijifunza. Sasa mimi alikuwa na samani, sio kutaja majina, lakini napenda katika hii story tuwaonyeshe pia contribution yao. Alikuwa PS anaitwa Bwana Limo, sikumbuki jina lake la kwanza. He was so msikivu na watu wake. Jamani na Mama Mungela tuko naye na tusupport. Sisi ni area ya accountability.
jamani twendeni na mawaziri wa women wa nini, hebu sikilizeni hichi kitu hao watu wanachotuambia, what is it, na muwe practical. Wanatuonya msituletee mambo yenu NGO account hold, tunataka mtuambie what is it and how do we do it. Ile willingness ilikuwa inaofa wajibikaji wa hali. Labda eneo la ambalo tujui kama mlikuwa mna mafanikio yoyote kwenye eneo la demokrasia, siasa, lakini pia likiwa linakwenda sambamba na budget na wajibikaji na swala la Beijing kuwepo kwa ushirikishwaji wa wanawake katika ngazi mbalimbali za uongozi. Demokrasi, siasa ndio zinatoa nafasi za uongozi. Sasa mlishiriki vipi kuumba taifa liwe na mifumo mizuri ya kisiasa, mifumo haki sawa, kwa sababu mwanamke hawezi kwenda kwenye uchaguzi wenye vurugu, hilo mnafikiri na mafanikio kama watetezi wanawake kwenye hilo? Tena kubwa, sema tu linafifia kwa sababu wakati mwingine kama tulivyokuwa tunaongea hatu document na kujionyesha. Sisi tunafanya tu kama kazi. We become part of a process. Tunasahau ni achievement. Tumefanya mengi sana kama sehemu ya Beijing, tukibuild kwenye what Mama Mimi Titis did. Hiyo imetusaidia sana. Walifanya nini wenzetu? Walifanya hiki. Lakini sisi nikiongelea baada ya Beijing, kama nilivyokuambia, ile ni eneo lilipewa priority na government pamoja na sisi, kwamba lazima tulifanyie kazi. Kazi ni nyingi. Kwa identify wanawake wa kwenda na kuwa support, kuhakikisha tunapata support za vyama, which was really a challenge. Kama unaongelea swala la challenge, manake hapa kwetu huwezi kuingia kwenye hizo spaces kama jengo lile la Dodoma na parliamentary this and that bila kupita kwa vyama, kwa sababu hatujafikia constitution yetu ndio inavyosema. Kwa hiyo tulitarget sana wa vyama, wakina hao wenzetu wanaotengeneza sheria za vyama, tukaenda kwenye legal processes zake. Ndio maana sehemu ya wakati tunapigania katiba mpya, we became very active, tukifanya sisi wenyewe, tukilinki na wengine wa human rights generally na vitu vingi. Lakini tulifanya vitu vikubwa vingine vya kujaribu kucreate, sijui Kiswahili kizuri, public discourse. Support wanawake wakubalike, wachagulike, kwa sababu ni viongozi kama viongozi wengine wote, na wakiingia kwenye hizo sehemu wasibanwe. Leo umefanya hayo mazuri. Leo mnaona wanaharakati au watetezi wanawake wa leo wakielewa hilo kama ambalo mlilifanya, mmeshiriki vuguvugu la katiba, mmeshiriki kufumua mifumo ya vyama ndani ya vyama na sheria kwa ujumla. Je, leo mnadhani watetezi wa leo wanaotetea kwa mfano makundi haya mengine wanadhani kuna umuhimu wa kuingia hata huko kwenye kupigania mifumo mizuri ya kidemokrasia? Nakubali. Kwanza nataka kusema bila ya kuwalaumu, kwa sababu vitu hapo katikati vimepita vingi. Muktadha umebadilika sana. Tumefanya vitu vingi. Wazee kama sisi tunaondoka sasa, tumewaachiaje wenzetu wanaopiki, yani watoto wetu wa kike kama mdogo kama yule apiki kwanza agenda, articulate kama tunavyoarticulate, wanajitahidi sana, wanakuja na njia zao, lakini nafikiri kuna upungufu kidogo. Na sio vibaya, upungufu huu hatuwalaumu, hatulaumiani. Mimi sipendi swala la wala kufanya hivi wala kufanya. Upungufu huu umejengeka zaidi katika muktadha ambao muktadha huu wenyewe tu ulivyo unatugawanya, na tunaweza tukubali tukatae, lakini that's my way of looking at it. Unatugawanya. Nyinyi mnafanya vizuri, nyinyi hamfanyi vizuri, nyinyi mje zaidi mtusogelee huku, wengine hapana. Nyinyi wanawake tulio support wakaingia huko, wenyewe mgawanyiko kati yetu sisi na wao. Kwa hiyo kuna kuna vijiwe vimejitupa. Kwa tunahitaji kujifufua zaidi. Tunafanya mengi na mnayaona. Na mengine ni ya kusema tukaeni kama sekta zima tujichambue. Si tunafanya? Na hapo hatusemi wanawake wakae peke yao. Tunaweza tukae peke yetu afu tuje tuungane na wenzetu wanaotetea haki za ujumla. Mimi nahisi kwamba kuna maendeleo, kuna vipenyo, na vipenyo hivi tunabidi tuvitumie zaidi. Na tujitizame. Labda kuangalia ndio muktadha unapozungumza muktadha. Labda tuangalie sasa muktadha wa utetezi wa haki za binadamu.
ambao ulikuwa wakati wenu na muktadha wa sasa hivi, ukizungumzia katika mfumo wa kuelezea changamoto, labda unadhani ni muktadha gani ulikuwa unafuu katika kufanya utetezi wa haki za binadamu kama nyinyi wakina mama, na kati ya kipindi hicho labda miaka 20 ya mwanzo ya kwenu na hii miaka mingine 10 na kitu sasa ambao si tupo market 95 mpaka 2010 na 2010 mpaka sasa, unaonaje mikutaza hii miwili? Unafikiri inachangia labda hali ilivyo? Kuna kuchangia na kuna yote miwili, sio kwamba haikuwa ni mifumo mingine inaokwaza hapa na pale. Lakini nafikiri na hii inaweza iwe personal, isiwe ni ya watu wengi wakifikiria hivyo, but kwangu mimi moja ya aina ya elimu niliyopata mimi na uliopata wewe Onesmo inaweza itofautiana kidogo. Yote inataka kukomboa Tanzania, hakuna isiyotaka kukomboa Tanzania. Lakini mimi nilibahatika, nasema hivyo ndio maana nasema it's personal. Mwingine anasema hizo sio bahati. Mimi nilibahatika kusoma under the philosophy ya ujamaa, Nyerereism, ambayo hiyo ni challenge kidogo hiyo ism. Kwa nini inabaki Nyerereism? Sio imesambaa kwa wote. Lakini kikubwa pale, mimi tangu darasa la kwanza nimefundishwa kutetea haki yangu kwanza kama Mwafrika, kama Mtanzania. Nikigeuka hivi nikiangalia ya agenda tunayosoma, nikigeuka hivi nikisikiliza walimu wangu, nikigeuka hivi nikiangalia ideology ya nchi, yote ni kutetea. Hata serikali ilikuwa inatetea zaidi. Si unaelewa? Kwa ule mfumo unajenga philosophy ya aina nyingine. Na hata nikiingia kwenye kutafuta ulaji, sifikiri kwamba nitaupata kwa kutetea, nitaupata kwa njia zingine. Unaelewa? Sasa watoto wetu na hatuwalaumu hata kidogo. Wakati mwingine elimu inageuka. Philosophy ile inakwenda inarudi. Kwa mfano nikiongea na mtoto wangu mimi ambaye alishakuwa mkubwa, anaoa, anafanya kazi, nikimwambia mimi nimekulia kwenye hii philosophy, ananiambia philosophy yenu ya kukufanya maskini. Yaani haielewi potential, transformative potential ya ile culture niliyopitia. Kabla watoto watu hatujawasaidia vizuri wakashika philosophy ya aina fulani, liberalization, sijui mnaita globalization, dunia kuwa kijiji hiki. Dunia inapokuwa kijiji kimoja ina implications zake. Hata tamaduni, hata jinsi wanavyoangalia vitu, knowledge gani tunawapelekea watoto na knowledge gani hatuwapelekei, vinabadilika. Vingine very good kwa sababu wanakuwa industrials, wanakuwa na mawazo ya kiteki zaidi kuliko sisi, na labda tech ndio the world, lakini tunawasupport vipi? Wawe na philosophy ya kusema all this. Hiyo haitujalishi, lakini mimi naenda na nchi yangu, naenda na utetezi wa wenzangu. Unaweza ukute sasa hivi wengine kwa elimu na vitu mbalimbali jamani, hata sisi wenyewe majumbani. Kwa hiyo maana yake kwa hiyo labda tuseme generation au kizazi cha, tunaweza tukasema kizazi cha pili cha utetezi. Maana yake kama ni cha kwanza ndio hicho cha kina Bibi Titi na wengine, kizazi cha pili cha kwenu cha utetezi wa haki za binadamu, ulikuwa mnaingia kwenye utetezi kama vile tunaingia kwenye kama wito, sio kama ajira. Lakini wito wenye kuleta mabadiliko ya wote. Sijui naeleweka. Na muangalia Bibi Titi. Bibi Titi alikuwa Kiswahili kizuri, Pan-Africanist. Wale wote wakati wanapigania mambo ya wanawake walikuwa wanaangalia bara la Afrika, walikuwa wanaangalia linaonewa wapi, wanasapotiana, wanatuambia walikuwa wanatuma watu Ghana kwenda kusoma kitu fulani wenzetu kule walichofanya. Sisi tukaendelea nao kidogo, lakini tumepoteza. Kwa mfano kwangu mimi, mtanisamehe, this is my personal history, imeshuka the Pan-Africanism, na imeendelea imeshuka kizazi kwa kizazi, imeshuka sasa. Ina affect na nchi, hai affect to Pan-Africanist countries. Tukija hapa tena tunatafuta migawanyo ya aina nyingine. Mimi ni mbara, wewe sio mbara. Mimi nina kipato hichi, wewe huna. Hata ukitoa wazo tuteteni hiki, wewe kwa sababu unacho, tufanye hivi. Kwa hiyo tumewapeleka watoto wetu. Sasa tunabidi tuwarudishe kielimu, kifilosofia, discourses zinazoendelea. Na napenda kuna watoto utakuta nikiingia hizi social media wamebeba wao role ya kujielimisha wenyewe. Si unaona utasikia enzi za Nyerere palikuwa panafanyika hivi. Wanamtafuta sio Nyerere person, philosophy ya Nyerere. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba
utetezi au watetezi wa kizazi hiki cha sasa wengi wanaingia kwenye utetezi au kwenye taasisi za utetezi ikiwa ni sehemu ya ajira, maana yake kutafuta kile cha kwake, tofauti na vizazi vilivyotangulia vya kona ambao mliingia kwenye utetezi mkifikiria nchi, mkifikiria jamii au kundi ambalo kitu gani unafumua kwenye jamii na wengine. Pengine labda hiyo ndio imechangia kufifisha activism, utetezi na kufanya pengine kasi ambayo mlikuwa nayo unasema inaweza iwe contributive factor moja wapo, lakini it's a combination ya nyingi. Hata utamaduni wetu umebadilika sana. Utamaduni wa kikweli na naomba tufanyie research zaidi. Watu walikuwa na protect mwanamke na mtoto wa kike kwenye violence, hasa hii ya physical. Na ndio maana kulikuwa kuna stage ya mashangazi, mabibi ambao nikiona naonewa naenda kwao naongea, sina sauti ya kutoa. Kwa hiyo I think hata utamaduni pamoja na tunasema kuna utamaduni ule uliobaki wa mikwaruzo ya kuachia watu maugomvi na nini, bado tunaweza kuchambua tamaduni zetu nzuri tukazirudisha. Ni ngumu kidogo kwa sababu globalization nayo unajua inavyochezesha watu. Utamaduni mzuri ni wa wazungu, utamaduni mbaya ni wa wale watu, na wanatoa zile extreme waliokuwa na wakeketa watoto wanafanya hivi. Lakini ukiangalia kuna tamaduni zao za ukandamizaji ambazo wanajaribu kuzileta kwetu kwa njia nyingine. Kwa mfano, samahani sana hii inaweza udhi watu wengine, lakini kwa mfano watoto wetu wa kike sasa hivi you have to be slim. The body image inabadilishwa na wenzetu wale, which is okay kama ni afya. Umeamua mwenyewe uwe na body ya namna hii kwa sababu ni afya yako, which is important, kulink afya na mwili ulivyo. Lakini wanavoileta it's like you have to be model, you have to be this. Samahani sana na chambua utamaduni mpya, you have to go for operations. Pua yangu iko hivi, na wanawaingiza kwa vitu ambavyo ni utamaduni sio wao. Kama nataka kuslim, ni slim kwa sababu mmenisaidia kishule, kiutamaduni na kila kitu, kuona kwamba ninapo body yangu inavyoenda hivi. Na hii sio kumsema mtu alio hivyo. Sio afya sana. Ugonjwa huu na ugonjwa huu, niambie, nisaidie, nielewe hivyo. But I shouldn't go with the mentality ya kwamba now I have to be this way na niongee Kiingereza cha hivi. Tunawasaidia watoto nini? Tunawasaidia kuondoa zaidi katika utetezi ule wa kikweli. Unaenda kwenye utetezi wa peke yako ambao ni muhimu. Hapa kwetu tunatoa kozi za self care na collective care, yaani ujipende afu upende na wenzako. Sababu mimi nina self care, naelewa hivi, wewe na jamii yako yote mlio nizunguka hamna, bado mimi nitaumia. Hiyo ni historia. Na labda unaonaje utetezi, the perception au tuseme dhana ambayo ipo kwa jamii dhidi ya watetezi wanawake, hasa wanawake wanaotetea haki za wanawake. Pengine ukiangalia kwenye mitandao, unazungumza kwamba siku hizi mitandao ipo, unaweza ukakuta kuna dhana zinatembea dhidi ya baadhi ya watetezi, kwamba bullying tukasema, lakini pia wakati mwingine wanakuta kwamba wanaona kama vile dhana ya utetezi wa haki za wanawake au feminism ni dhana ambayo sio. Labda ungezungumza nyinyi wakati mnafanya hii kazi za utetezi, mlikumbana na changamoto hiyo, na kama mlikumbana na changamoto hiyo mliwezaje kuimanage, mlitumia approach gani? Na unadhani pengine approach au namna ya kuendea hizi issue kwa sasa na kipindi chenu zimebadilika, labda pengine ndo zinachangia haya ambayo mimi na hapo kuna discourse, tunaongelea public discourse, mentalities na kutumia tamaduni ambazo saa nyingine hazitumiki kwingine, lakini hapa kwetu tunazitumia. Mimi nafikiri ni sehemu kubwa ya jamii, na hapo napata kidogo shida. Wote sisi tunahitaji tufanye zaidi sijui niseme kuelimishana, manake kuna kuelimishana to the point mtu haelimiki. Ni kama anatumia control yake kusema mimi nitangangania discourse negative ili mambo ya promoke. Kwa hiyo kuna backlash, na hii ni ulimwengu wote. Backlash yani kurudi nyuma
kwa upande wa utekelezaji wa ajenda, hasa kwenye eneo hilo. Wote tulipoanza tulijua hilo eneo liko, si likuweko, na liko linaendelea, lakini sasa linaendelea with so much negativity ambayo inaua sasa ajenda ya kutetea mwanamke, makundi yanayoonewa, lakini hata human kwa ujumla. Hata sisi wanawake tunaweza kuonea mvulana sana, tukamchambua, tukafanya hivi, tukamwandika gazeti, tukamweka hivi. Yaani tumeamua tu kumuonea huyu mtu, sio kwa sababu hatuelewi. Kwa hiyo na elimisha saa nyingine na iangalia kidogo tofauti. Lakini mimi napenda kusema hilo tatizo lilikuweko. Na nafikiri linakuweko, linabadilika tu kwa jinsi linavyojitokeza. Tulivyokuwa tunaanzisha Beijing, kina mama Beijing, tuliitwa sana mama Beijing, hata wakati wote tunapigania ardhi na wanaume na sisi. Tunaandika kitu, ukiandika kitu anasema ona kina mama Beijing, na wale wanaume wote wanaitwa Beijing as if Beijing ni kitu kibaya. Lakini pointi kubwa hapo ni kwamba tuliendelea, the persistence. Nakumbuka wao ndio wale kina mama wanataja na majina, you keep on moving kwa sababu unaiamini ajenda unaoifanyia kazi. Sio umetingishwa kidogo unabadilika, ukitingishwa kidogo unaacha na shirika, ukitingishwa hivi unakimbia shirika. Mashirika sengine yanatingishwa kiideology kinini, unatoka unaenda kutafuta kazi iliyo safe. Mimi nasema kwa watoto wetu hakuna kazi iliyo safe, zote zina riski, ila mna handle vipi bila kuondoka kwenye kile mnachokiamini. Kwa mfano tunataka transformation ya community hii, basi sio tuwakimbie wenzetu, tuwaachie. Kwa hiyo kuna mbinu mbalimbali, lakini nafikiri pia tuliingiza sana kuwavuta nyinyi wakina baba, mtuelewe. Yaani cha kwanza mtuelewe hii ajenda ni nini na inafanya nini na kazi yake nini na mbona ni yetu wote. Onesmo, shirika lako likifanya kazi nzuri kwa ujumla wa haki zote na haki za makundi yote, tuna transform society, tunaenda pamoja. Hatutaki ile ya wale wamekimbia mbele sasa wanaturudisha nyuma. Hiyo pia ni misconception. Kama nilivyoeleza mwanzo, hakuna anayependa mwingine awe nyuma. Tunataka binadamu wote wawili wawe mbele. Alafu tuwe na utamaduni ambao ni enabling, ambao unawezesha mwanamke na mwanamume asinyimwe haki. Hatutaki hata mwanamume, kwa mfano nyinyi mnanyimwaga haki eti wewe ndio baba wa kutoa hela nyumbani, lakini mnatoa wawili au watatu. Why don't we just appreciate that? Bila kugombana, umetoa na yule ametoa. Kuondoa hizo misconception na kuconstrue, yani deconstruct if I can say, vile vitu ambavyo vinapelekea kwenye kuletea negativity ya upande ule au upande huu. Kwa hiyo ni kitu kinatusumbua na kinabadilika, na tumeona hata sasa hivi, sina uhakika kama umefuatilia hiyo debate, kuna debate inayoendelea kwenye social this that ya kwamba unaona sasa wamemkimbiza sana mtoto wa kike. Sasa wanaume wameachwa nyuma. Sasa mimi nikiuliza, na hii ingekuwa debate siku nyingine uje tuongee na wanawake wengi na wanaume, hivi nyewe wenzetu mmeachwa nyuma wapi? Tukiangalia elimu, tunaongelea elimu ambayo gaps ziko zaidi kwenye primary, lakini panda na professionals mbalimbali, panda na hiyo data, utakuta kuna sehemu bado visichana viko kule, hata kwenye engineering, hata si tunazo zile data. Ukisema uongozi tangu 1961, piga zile analysis ya, hata tusiongee ni nini kinaongelewa kama ajenda ya wanawake, tuongee tu kwamba wanawake wako wapi na wanaume wako wapi kwenye uongozi. Na kuna effort kubwa, na hasa phase hii na phase mbili ya hasa Kikwete na ya mwenzetu aliotangulia Mkapa, kuleta kwa makusudi top 30 50, hatujapika 50 popote. Kwa hiyo pia ukitaka tuchambue tumeachaje wanaume nyuma, tunaweza tukute kwamba si discourse ambayo inatakiwa iendelezwe sana, kwa kuwa wote tuna sababu za kuweko kama citizens, kama wananchi katika nchi kama hii, kuijenga. Na pale ambako mnaona wanawake wana faida kubwa zaidi ya wanaume, ongezeni tu rasilimali na kila kitu. Moja hapo ikiwa kwenye uzazi wa wanawake, nimetaja hapo kidogo, hatujathaminisha vizuri kazi za wanawake mbalimbali, lakini zaidi kazi ya uzazi tukaithaminisha
na uzuri wake katika kuleta maendeleo chanya nchini. Nisipokuza, kwanza mimi utanisaidia, nitaenda nitazaa hospitali nzuri, nitakuza wale watoto, nimepewa makuzi kama mwanamke na familia. Nisipokuza wale watoto vizuri, wakaishia barabarani, wakaishia bahati mbaya wanavuta hiki na kile, kwa kuwa hatukuwa support enough wote kama taifa, sio tu ile familia, ndio tutajaza majela yetu, na huko tutachukua budget ya taifa, tutaenda kuwalisha wale. So tukiinvest kwenye social capital, sijui mimi natamani nione hiyo document ya vision, najua tumeisoma hapa na pale, sio sana. Hivi social capital, tunapoita social capital, imeongezewa nguvu miaka hiyo 25. Tuna withdraw, tunaongeza. Sasa ndio hicho. Kwa hiyo kuna vitu viki, na hatulaumu mtu, tunataka tujireflect zaidi. Na huu wakati ambao tunafanya vision, ndio wakati wa taifa kujireflect zaidi. Na hapa sio tu kutarget, katika hii vision wanawake watakuwa mbele zaidi, jamani. Alafu remember, you're also talking about your daughter. Kuna kitu kidogo sisi public policy makers tunasahau, au viongozi. Tunaacha sexual corruption inamaliza watoto, tunaacha huiunganishi na mtoto wako. Maybe tushuke personal kidogo. Hata kwa wake zetu, na tutizame kama kweli kuna nyanja ambako tumegeuza strategies zinaumiza wanaume, tuzitizame. Mimi napenda Beijing mpya ambayo haiongelei wanaume, wanawake, kikundi kile, wote tuna haki sawa. Chakula letu limewekwa hapa, tunale access kwa ratio inayofanana. Ndio utusaidie sasa mwishoni, kabla hatujakwambia uzungumzie kwa ufupi kituo hichi na kumalizia historia yako, labda utusaidie sasa, miaka 30 ya Beijing, kuna washauri nini watetezi wanawake wa kizazi hichi cha sasa? Kwa ujumla, watetezi wanawake ni jeshi kubwa sana, na kama ulivyoeleza mmefanya kazi kubwa. Sasa unawashauri nini vijana wa sasa wanaoingia, walioko kizazi hiki ambacho ni watetezi wanawake? Una mambo gani wewe kama mzoefu wa kuwashauri na kuwapa mahusia kama mtetezi mkongwe? Mi nataka tu kusisitiza, yatakuwa yameongelewa na wengi huko, kusisitiza kwamba tugeuke wengi zaidi, hasa watoto wetu wanaokuja nyuma yetu, tugeuke wengi zaidi kuwa watetezi wa haki za binadamu kwa ujumla na haki ya makundi yanayoonewa. Sasa kama wewe uko kwenye kundi la watoto, usitoke, ongeza nguvu. Kama ulikuwa hujaingia, jaribu kujiuliza, hii utetezi wa harakati ni kitu gani? Sio kibaya, ni cha kusema kwa pamoja tufanyeni mifumo kandamizi ipungue, hata kama haitaondoka. Lakini mimi nategemea labda sitokuweko 60 years au 30 years again to celebrate, lakini nategemea watu wa feel proud, waseme tumepata hiki. Yani tusiwe katika debate dogo, tuliunganishe eneo hili dogo kuwa kubwa, kwa sababu ni kubwa. You are not talking of a man as a human being, na mwanamke not a human being, au mtoto sio human being. We are all human beings. Sasa how do we work together? Hiyo ndio eneo langu la pili la ushauri. Together without kunyang'anyana agenda. Hiyo napenda kuachia watoto na wote wanaangalia agenda miaka ijayo ya wanawake na watetezi wote. Tuwe wengi zaidi kwenye ile eneo, tuingie, tuelewe agenda tunayopigania, tuinganganie, turudi, tuunganishe nguvu. Kusema ukweli, kila phase inapungua kidogo, na sio kusema upungufu, na wote tuna mapungufu hapa na pale. Yote tuyatizame, tujireflect. Na nafikiri tuingie kama sekta, tujireflect kama sekta, lakini kila watu wanakuja na kale kapande kao. Kama mimi napigania wenzetu wanaoishi na masuala ya kuonewa kwa upande wa ngozi zao, yani kuwepo kwao kuwa na ngozi ya aina ile, basi wasisukumwe wakiongea. Umoja sio kuondoa differences, lakini differences zitugawanye, kwa sababu tunajua wote tunatetea. Agenda yetu ni utetezi, sio tunatetea nini, basi tunazipeleka, tunazifanyia kazi kwa pamoja. Mimi nikiwa mtetezi wa hiki na mimi nikiwa mtetezi wa kile, nisiseme naenda kugombania ya kwangu tu, hapana.
kwa sababu hizi ajenda ziko muunganiko wake ni mkubwa sana. Na pia zinabadilika, tuende na mwendo wa kubadilika, tuwe sharp, tuwe mbele, lakini tusiache uchambuzi. Na uchambuzi manake ni kujiandaa, kusoma sana, kujua watu walishafanya hiki, tusikidharau, tukijengee, tuende vile. Lakini ikija na hilo swali lako la uliloniuliza kabla hujaleta hili lingine, ni hili swali zima la wengi tuwe, Kiswahili kizuri, watetezi wa haki za binadamu kwa ujumla na haki za makundi. Women human rights defenders waongezeke, wale wa gender waongezeke, na tuone wapi tuna miti, wapi tunasapotiana zaidi, badala ya kupungua. Ukweli ni kwamba jamii nzima tuna hiyo perception ya kwamba mimi nikisimama kumtetea yule, basi mimi yaani wewe ni mwanaharakati kama mkichaa fulani hivi. Kumbe ule utetezi ndio ukombozi wenyewe. Tukiukosa na tukawaonea wale wanaotetea, wawe wanawake, wawe vijana, wawe wa human rights organization generally, tunakosea sana. Mimi najua vitu vinavyotokea kwa human rights generally, organization, individuals na wa women wanakuja kwenye center yetu hapa, wanakuja kutafuta kitu kingine, sio tu tujue kuadvocate hiyo wanafanya wenyewe. Hapa wanakuja kutafuta usalama wa roho, sijui nitauitaje. Tunaitaga wellness, utulivu, nifanye kazi bila woga, bila kujua nitataniwa, bila kuandikiwa. Niwe na wellness, ni control wellness, lakini wellness hutai-control kama hujaondoa yale machungu yanayotupiga. Maana yale ndio yanatuletea mikwaruzo. Yanayotuletea, Kiingereza mnaita trauma. Wote tunatembea na haki za watu. Unaenda umetoka nyumbani trauma. Unarudi ofisini trauma. Mwenzako tu anakusemesha kidogo, Mama Rusimbi, shikamo kampe mtu mwingine. Kunapita pale. Tunafanya kazi na kuumizana. Tunaenda kwenye movements zetu, agenda ni kutetea. Tunaacha kutetea ile agenda, tunaumizana wenyewe. Kwa hiyo it goes all the way. Public institutions, private sector, tunagombana sana kwa kitu kizuri cha kutetea haki za binadamu na nini. Kwa hiyo ni kama utaruhusu kidogo tu, maana najua nimechukua karibu sasa ungetu kidogo umalizie historia yako kwamba uelezee mashirika, alafu ndio una connect na kwamba mimi hata tuko dakika chache kwamba mimi nilikuwa TGNP, tumefanya hivi na hivi, na mimi na miaka mingapi kwenye sekta, na hizi nimeanzisha na hii ndio unaimalizia. Sasa mimi nataka tukusema pale mwanzo nilisema mimi nilijikuta mwanaharakati. Kuna vitu vilinipa enabling factors, yani unajua uwezo, unakutana na watu kama wewe, mnakufanya, mnatamani, mnaenda mbele, na kuna of course support za wazazi, support za shule, kama nimesema filosofia yangu ya Nyerere, na watoto wadogo nikiongea nao wanasema Mama Rusimbi hata maliza bila kutaja Nyerere hapa, because I cherish ile I cherish. Lakini lingine ni hilo la hila kwamba nimesoma shule hizo na nini na kupata sapoti za hapa na pale, lakini kikubwa nikajikuta naona mwelekeo wangu unaenda kwenye wanaharakati, na mimi sifili vibaya kusema mimi ni mwanaharakati, kwa kuwa tu kilielewa hiyo dhana, ni mwanademokrasia, ni mwanamtetezi wa kuondoa uonevu katika ngazi mbalimbali, katika mafungu mbalimbali. Kwa hiyo nikiliweza hilo, na sipati shida ya kwamba mimi ni mwanaharakati. Na nafikiri katika hilo nimefanya mambo mengi, na kama nilivyosema nimeshataja kidogo walimu, nimeshataja kuingia Beijing. Kwa hiyo ina maana mimi wanaharakati wangu niliuanza miaka zaidi ya 30 iliyopita. Kwa sababu milestone kubwa ni hii, nilivyofika nikaingia Beijing. Baada ya hapo nilienda mimi na wenzangu kuanzisha na kuendesha, actually nilianzisha na kuwa sehemu ya kuendesha mtandao wa jinsia Tanzania TGNP, ambayo yenyewe ilikuja kama nilivyosema kutazamana na sisi wote tuliotengeneza Beijing, tulirudie tutengeneze uwajibikaji, tulirudie tuwe washiriki wakuu,
Na katika hilo nikawa mmoja wa kubahatika kuwa executive director wa pili. Wa kwanza alikuwa Professor Majori, hakukaa sana kwa sababu alikuwa profesa anarudi shuleni kwake, alitushikia tu kwa muda. Kwa mimi wenzangu from nowhere wakasema, Mary utatoka huko kwa donors, utakuja utatuongoza. Ilikuwa ngumu kidogo, nilishasema tena nitoka kufiwa na mume na nini. Kwa hiyo ukiangalia ile hali, na siku zile unakumbuka NGO hazikuwa na uwezo mkubwa, lakini kuna wito fulani ulikuwa unaniita huko. Kwa hiyo tukaenda na tukafanya focuses kama 4 naweza kusema, ambazo ndio sehemu ya kuimplement Beijing. Ya kwanza ni kutambua sera na enabling environment yetu, wapi inatukwaza sisi na wenzetu, na ndio hiyo kugawana, we wila kitulidi hapa, we nani tulidi hapa. Kwa hiyo kitu kama hicho. Cha pili tulisema hivi, hatuwezi kufanya transformation kwenye ngazi ya sera na katiba na nini bila kufanya na nyinyi. Kwa hiyo tulitambua, hata kama mwanzo mlikuwa sio sehemu yetu kubwa, tulitambua kwamba kufanya kazi na mashirika mengine yanayofanya swala la upiganiaji haki kwa ujumla ni muhimu. Kwa hiyo sisi tangu mwanzo hatukuvuta gender au women na tukaiweka hapa. Tulijaribu kuiprotect, hiyo ni muhimu, alafu tukajaribu kuivuta, tukafanya vile vilivyowezekana, hasa katika sera, sheria ziko nyingi, na nafikiri hizo wote wewe umekuwa part of it, nyinyi mmekuja mmetujoin, mmetusaidia, wote tumefanya hizo kazi kwa pamoja kwa kweli. Lakini kubwa lilokuwa sisi tumebeba, kama nilivyokwisha liongelea, ni kuingiza ndani ya serikali, na walibebe, walishike, wamiliki, ni hilo swala la mtandao gender budget. Na tulifanya mengi, naomba tumkasome, there's so much around that in Tanzania, out of Africa, na kidogo limefifia. Tunatakiwa kama movement kubwa tuliangalie kwa pamoja, tulazimishe serikali za nje zisionee serikali yetu kuziletea hela na kuzinyang'anya. Unajua ile unaleta mimi kwenye budget inaonekana umenipa bilateral nini, lakini inaenda kwa namna hii. Tulipigania na tunatakiwa tupiganie serikali yetu iwe na nguvu zaidi kwenye bajeti yake. Tulipigania na ningependa tulione zaidi, lakini sisi wenyewe kulitambua na kulifanyia kazi mpaka kwenye eneo la local government. Kwa nini wanawake, natoa tu kama mfano hapo, wakaja wakaambia local government wakati ule wa budget preparations, tunaona kama wanawake wanahitaji zaidi safe house, yani zile kapata shida pa kukimbilia in the beginning, sio kwa nini msitupe? Watasema tunataka kununua magari, ili ni muhimu pamoja na ya magari, kwa tugawane hizo hela. Kwa hiyo kitu kama hicho. Lakini lingine nafikiri contribution kubwa ya wakati huo nikiwa TGNP ambayo nimeiendeleza kidogo nilipohama ni swala la kujenga nguvu za pamoja. Hilo tumelifanyia kazi, sio kwamba ni sisi tu, pamoja na nguvu za pamoja hujengi mwenyewe, unajenga na wenzako. Na tulienda vizuri, lakini na contribute sana kwenye gender analysis frameworks, chambuzi mbalimbali, na kufanya research nyingi sana ambazo bahati mbaya hatuzitumii sana sisi wenyewe na watu wa nje. La mwisho kabisa ni kujenga, tulijaribu nikiweko na mpaka hata sasa na wenzangu kutumia TAMWA na wengine kwa pamoja kujenga a bit of more progressive public discourse. Nitaielezaje hiyo? Yaani siku hizi mimi naona tunarudi kwenye debate za hata na sasa zimetoka wapi hizi? Wanawake vile. Na hii sasa social ambayo huwezi kuicontrol. Hii kimetokea kitu tumekiongelea, sasa sisi hatuna nguvu na nyinyi kutusaidia kama human rights organization to counteract in a way ambayo inawalenisha, inawasaidia. Na watoto wadogo unashangaa wameingia tayari kwenye discourse za kubana mental thinking yao. Unasema jamani, natamani hawa ndio nguvu ya kutupeleka mbele kwenye mambo ya mifumo dume minini. Kwa hiyo hapo tunabidi tu reflect zaidi. Kikubwa zaidi na labda turudishe zaidi nguvu ya kufanya kazi na serikali bila kupoteza ajenda yetu. Maana kuna kufanya kazi na serikali afu upoteze ajenda yako. Mimi ningependa tukiongelea masuala na mengine yatakayoongezeka miaka 30 ijayo, we talk more of transformative
outcomes. Sasa labda wewe baada ya kutoka DJMP kwa kumalizia umefanya labda uliendeleza na harakati uliendelezaje labda na kwa ufupi kituo hiki? Asante sana kwa kunirudisha hapo. Kusema ukweli, ukishakuwa kwenye harakati na unafahamu. Yani haitoki. Human right defender always you'll always be there. Lila unabadilisha. Kwa hiyo mimi katika kukaa kwangu kwenye hizi wanaharakati wa nyuma mpaka wa TJP na kupata exposure huko nje na wenzetu mbalimbali na mambo ya Pan-Africanism, you learn a lot, you also share a lot. Kuna hili eneo la kusema tunapenda kupigana na watu wako tayari na tuko tayari na mifano iko. Lakini wakati mwingine wanakwamishwa na vitu vingi. Kimoja hapo kikubwa ni muktadha wa kutuletea funding. Tunajua kwamba tunatakiwa tuwe na funding zetu, we talk all about sustainability, lakini ukweli ni kwamba sisi si wafanyabiashara. Sisi ni watu ambao tunatakiwa tuangalie tunachofanyia kazi, twende tukatafute funding ambayo ni haki yetu. There's another funding justice issue. Alafu tuje tuitumie vizuri kwenye kufanya hayo mambo tunayotakiwa tufanye na yalete matokeo. Sasa mwanzo nilivyosema Beijing ilianza vizuri sana kusapotiwa, lakini tunavyoenda tunaona vikwazo vingi, kimoja hapo kikiwa hapo. Kwa hiyo mimi na wenzangu wawili watatu katika wazo la kusema nataka kuretire kwenye ile activism ya kutembea barabarani imeenda, niende wapi kusaidiana na wengine tuliingize kwenye movement yetu. Nikaenda kuanzisha mimi na actually watu wawili tu, mimi na mwenzangu Dubwasha, ambalo ni a bit innovative na a bit strange na a bit risky. Swala la kusema tukatengeneze fund yetu ya wanawake Tanzania, fedha ya wanawake, ruzuku inayotoka mfuko wa ruzuku wa masuala ya wanawake. Na haujaeleweka vizuri bado ya kwamba una target wanawake. Sasa hapo utaniuliza kwa nini, nitakueleza. Una target wanawake, unawafikia wanawake wa ngazi za chini zaidi, na mwisho kabisa unaleta matokeo kama mifano ya kuonyesha kwamba kumbe tukilifurumua ili Dubwasha hivi tunaweza tupate. Kwa hiyo mfuko Women Fund Tanzania au mfuko wa ruzuku kwa wanawake Tanzania ambao ni wa civic, sio wa kiserikali wala sio wa kidona, ni wa kijamii. Utusaidie kuongeza edition ya funding kwenye sekta yetu na sekta hiyo, lakini utusaidie zaidi kuactivate, ni makusudi kabisa kuactivate wanawake, hasa wale wangazi tusizowaona. Unajua funding ina issue zake, kama hujui kuandika ripoti unaweza usionekane, na watoe matokeo yao. Kwa hiyo ndio ilikuwa nia, tukahangaika. Kusema ukweli hiyo inahitaji tuongee vizuri how daring you can be. Lakini tukahangaika na sasa imegrow. Mimi nimekaa mle ndani kama founder, lakini kama mkurugenzi kwa miaka 13 nilikuwa niondoke 10, lakini COVID ilivyoingia nikaongeza miaka 2 na bodi ikanisupport, na tukatengeneza mpango wa succession ambayo pia ni model nikitaka tuiongelee siku moja ya mnaachiane bila kugombana. Kwa hiyo tukaingiza mwenzetu na wenzetu wengine, mimi nikaingia kwenye board, na sasa role yangu tu ni support vision isipotee, maana yake unaweza ile mlichoanzisha na kuwa support walioko pale wa implement na wanafanya vizuri. Kwa hiyo nafurahi, lakini nikafika mahali tena nisema sasa siwezi kukaa ofisini, nitaangukia huko. Yani age imeenda, lakini natizama pia vitu in a different way. Hebu nitoke niwe sehemu ya movement, siondoki kwenye mambo yetu, lakini nitengeneze kitu ambacho kitasaidia wale walioko kwenye movement na wengine kujitizama, kujithamini, kufanya kazi zao bila ya makwaruzo ambayo ni ngumu, lakini kufanya kazi bila kugombana, bila kufanya hivi. So tukaanzisha hii center, mimi basically na watu mmoja wawili walionisupport katika mawazo. Kituo kinaitwaje hichi? Kituo kinaitwa Nendiwe Wellness, kina feminist hapo. Hiyo ni approach tu. Nendiwe Wellness and Coaching Center. Tuna coach pia maswala ya kusema we need as a movement kuja pamoja, lakini tusikwaruzane sana. Au popote tulipo, ni kazini, ni nyumbani, tusiachiane mikwaruzo.
napenda kutumia neno hilo la Kiswahili, mikwaruzo, tremors, nini. Yaani inaondoka hapa, nimekuja kazini. Ni kituo cha kuponya akili, mioyo tena wewe ndio umesema. Inaangalia concept 3 kubwa. Concept ya kwanza, utambuzi wa nini kinakuondoa kwenye kupona. Haya mifumo haya. Ya personal ya nini mpaka huko juu. Hiyo ni area moja tunafundisha. Kurudisha wellness yako inaitwa wellness area. Lazima utambue kinachokukwaza. Unajua sasa unaweza utembee na wasiwasi, una hasira, una nini. Kumbe ni vitu vingi umelundika hapa. Tusaidiane, tusingojee tukapata stress. Maana watu siku hizi wanaongelea stress as if it's a good thing. Yaani nina stress zangu alafu ananiongezea. Stress ni moja ya outcome ya kukosa wellness, ya kujichambua, ya kusaidiwa na wenzio. Tufanyeje ili tuondoe mimi na wewe. Nikiondoa peke yangu, wewe unacho bado, haiwezekani. Kwa hiyo kuna hilo eneo la wellness, uchambuzi wa kuondoa vikwazo. Hutaondoa vyote lakini unapunguza ukishavitambua. Alafu eneo la pili ni hilo la kusema lazima nitoke huko. The caring strategy, kujikea, kujipenda, kusema hii inakuja, hii ni bomu, niliangalie kwa njia hii, nichukue ninachoweza, niache nisichoweza, kwa njia mbalimbali. Na hapo ndio hiyo concept ya self inaanza na self. Nisipojipenda mimi, sitampenda mwenzangu. Na kujipenda hapa sio ile ya kujivalisha nini, kama ikiwa part of it sawa, lakini ya kumthaminisha mwenzangu. Hata kwa nyumbani tu, ukichukua mfano wa nyumbani, mke wangu, mume wangu, huyu ni mtu tumependana, tukaja pamoja, tuanzishe kitu pamoja, tuwe na familia yetu. Lakini mikwaruzano inamuumiza huyu, leo mimi nakupangia kukuumiza wewe kesho. Yaani tunaishi na mikwaruzano. Sasa ile mikwaruzano kama tulivyosema utaibeba wewe. Sababu you are human being. Wewe ni ID, wewe ni manager, ni nini, utaenda nayo kazini kwako. Umeisambaza. Badala ya kwamba pale nyumbani kuna system ya kutusaidia tukiondoe ili usiondoke nacho. Mimi nataka tushindane, na mimi naenda kazini, ndio inakuwa nasema mtu tu anaanzisha kitu, inakuwa debate nyingine. Haya, mimi ofisini na staff wangu ndio hivyo. Sisi ndio watetezi. Mimi si mtetezi, natetea haki. Lakini naona haki kubwa, sioni zile haki zangu, na katika yule mtetezi namtetea yule namtetea, sioni kwamba anaumizwa pia. Wewe kwenda kuongea mambo ya violence, watu wamepigwa, wamekatwa, fikiria hicho unaishi nacho wewe. Kila siku unakutana nacho. Wengine wanasema mimi nimeacha kulia. I used to cry, now I don't cry. Unaona kitu cha ajabu. Sinamake umejiua kidogo huko ndani, si ndio? Sasa hiyo wellness yako tuirudisheje? Ndio tunaingia kwenye hiyo caring. Kwa hiyo ndio kituo ambacho kazi kubwa ambayo kinatoa hiyo. Lakini ni kituo katika long term. Kina nia ya kuponyesha kama unavyosema. Kama wengine wanaosema naenda kanisani, msikitini kupona. Hichi ni kituo cha sisi civil society, individuals, watu kutoka hapa, watetezi zaidi, na tumeshawafanyia wengi tu hapa. Wanasema jani mimi ninavyoumizwa mimi mwenyewe, anaanza vya personal, tunalia, tunachumba hapo cha kukuweka, utulie, quiet room, tusikuforce uongee. Kwa hiyo ni vitu vingi, kuna training za aina, program za aina mbalimbali. Labda siku moja hata leo tunaweza kukupatia ni strategic plan yetu ambayo inaonyesha vitu mbalimbali vinavyotakiwa vifanyike. Vingine tumeanza, vingine hatujaanza. Na tuna yoga, meditation, kuhakikisha tu watu wanajaribu kuwa wao. Unajua saa nyingine kutokana na socialization mbalimbali tumefungwa midomo. Iwe mwanamume iwe mwanamke, tena sisi tumeanzisha hichi zamani hichi cha wanawake. Basi tunaambiwa na wanaume, sasa nyinyi mmejipendelea. Samahani kidogo leo na mafuta. Nyinyi mnajipendelea sana, mnaleta hichi kitu. Sisi wanaume ndio tunaumia. Tunasema wote tutafute namna tusiumie. Kwa hiyo kama kuna watu wangependa kuingia na partnership na sisi, wa upande wa wanaume tunaongea waanzisheje, wafanyeje. Actually young people need it more. Unasikia suicide, unasikia kajiua, wanawake kaamua kujiua, mwanamume. We are looking at the kilichosababisha mti kukauka. Tunaangalia mti hautoi matunda, tunasahau kitu kilichosababisha ule mti kutotoa matunda. Kwa hiyo ni center ambayo imeanza actually tunafanya kazi sofa, ni mwaka wa pili tu. Kimeanza na wanawake wengi zaidi ambayo ni good, lakini tunakependa siku moja zilizochanganyika, kuna moja zinakuja za human rights na nini, kwamba
tulitizame hili swala zima la kuponya, healing. Tunaliita healing justice. Kama vile tunavyogombania justice zingine. Legal justice, economic justice, sio tunaita siku hizi environmental justice, you know. Sasa hili ni eneo la justice. Na kama unamnyang'anya mtu utu wake, anafanya kazi. Samani na kutumia Onesmo na mbona anavyokimbizana na utetezi. But when you look at him na hatujamsupport apone. Anachokumbana nacho na kuzuia vingine kama inawezekana. Kuna vingine tutaendelea navyo, kuna vingine tunapata programs za namna hii. Na nafikiri kwa nyinyi ambao tunasema wapigania haki kwa ujumla, wanaopigania wanawake, watoto, sijui nani wengine, na ujumla wa binadamu wetu, we need this support more than anything else. Yeah, we need this support. Sawa. Yeah. Tunashukuru sana kwa kutuanzishia kituo cha uponyaji wa mioyo, maana yake tunaita wellness. Yeah. Na sisi kama mtandao wa utetezi wa haki za binadamu tunatambua kabisa kwamba mtetezi wa haki za binadamu kama binadamu mwingine anahitaji muda wa utulivu, anahitaji muda wa kutafakari, anahitaji muda wa kuponya majeraha ambayo anakutana nayo katika utetezi. Anahitaji pia na kuwa na muda mzuri, tunaita good time. Exactly. Yaani haimaanishi kwamba ukiwa mtetezi basi wewe usiwe sehemu ya jamii. Yale mambo ambayo binadamu anapaswa kuyaishi, wewe ukajikuta unalaumiana. Ndio. Kuondoa mifumo ya kulaumiana. Hata sijaelewa kwa nini wewe kufanya hichi katika hata kazi yako tu. Naanza tunakwaruzana sana. Wakati what we are doing is a great agenda. Utetezi si kitu kizuri sana. Vizuri sana. Ni kazi ya Mungu. Tunashukuru mama kwa nafasi hii. Tutaendelea kujadiliana zaidi. Karibu. Kama mama, kama mkongwe kwenye watetezi, tuna mengi ya kujifunza. Nadhani ni mwanzo wa safari kwa kuwa na hizi soga za watetezi wa haki za binadamu. Kwanza tunafurahi, ni kipindi ambacho kitaendelea, kina maendelezo.